Habari za asubuhi mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo. Karibu katika saa 3 za nguvu katika eneo la michezo. Jina langu ni Moses Mohamed. Karibu sana viwanjani. Na hii leo katika Ijumaa takuwa niko naye my long time friend Michael Yera. Muda mrefu sana. Upo? Mwaka wangapi? Upo? Nipo gani? Mambo yanakwenda? Nipo rafiki yangu. Nipo, namshukuru Mungu. Jambo la kheri sana hilo. Ukiraka una faida zake na hasara zake. Ni kweli. Ukiambiwa andike essay ya inaitwa nini? Insha. Ya maneno yasiyozidi 500. Kuelezea faida na hasara ya ukiraka. Utaiandika kwa muda gani? Nategemea na zawadi nitakayopata. Aha. Nategemea na lugha utakayoambiwa nitumie. Wewe pesa tu ambayo utaichagua wewe mwalimu. Sawa. Pengine zawadi inaweza ikaamua kasi yangu ya uandishi. Habari za asubuhi nkini. Huyu Mike hatuwezi kumaliza hapa. Mambo vipi kaka? Safi kwema? Upo? Tupo za tangu juzi. Fresh kabisa. Hongera sana, niseme hivyo mapema kabisa kwa sababu kile ambacho ulitueleza wakati wa kuelekea katika michezo mitatu ya ligi kuu, mchezo wa Coastal Union dhidi ya Fountain Gate, mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya TRA United dhidi ya Mashujaa, na mchezo mwingine tena ukawa Dodoma Jiji dhidi ya Mtibwa. Michezo yote ni kama vile ni kama ulitangulia kuitazama halafu ndo ukaja ukatokea uchambuzi. Ni kweli mechi zilikuwa nzuri, lakini matokeo ya ugumu wa kupatikana kwa alama umeendelea kuiona. Kwa ufupi tu nikwambie kwamba hii leo katika NBC Premier League kutakuwa kuna mchezo mmoja. JKT Tanzania wenyewe watakuwa ni wageni mbele ya Mbeya City, mchezo utakaopigwa katika dimba la KMC Complex hapa Dar es Salaam. Mchezo huo unatarajiwa kuanza majira ya saa 10 za alasiri. Tafadhali twende pamoja mwana michezo mwenzangu ili tuweze kutazama hiyo na mengine mengi. Mbali ya hiyo nikwambie kesho. Kabla ya kesho nikwambie kwamba hii leo tunaanza tena ile ratiba ya michezo ya kimataifa. Azam Football Club wakiwakaribisha KMKM, ugomvi wa ndugu huu baada ya mchezo wa kwanza kumalizika kwa Azam kupata ushindi wa mabao mawili. Hii leo KMKM wanakwenda kujiuliza katika dimba la Chamazi pale Azam Complex Chamazi kama na wao wanaweza kupata ushindi ugenini. Lakini wakati huo huo Azam Football Club ikitaka kuandika historia yake ya kuingia kwa mara ya kwanza katika hatua ya makundi ya michuano ya kimataifa inayoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF. Kama hiyo haitoshi, kesho Young African Sports Club wanataka kupindua meza, na Ali Kamwe ameshasema hii ndiyo mechi ya maamuzi. Mechi ambayo mashabiki wa Young Africans wamekaribishwa kuingia bure kabisa katika dimba la Benjamin Mkapa katika mchezo utakotarajiwa kuanza majira ya saa 11 za jioni. Wale Silver Strikers tunataka kuja kuwauliza maswali magumu na tuwape onyo siku nyingine tukikutana nao wasirudie tena kile walichojaribu kukifanya kule kwao Malawi. Mbali ya hiyo, mchezo mwingine wa kesho utakuwa ni kati ya Singida Big Stars dhidi ya Flambeau. Mchezo wa kwanza ulimalizika kwa sare ya bao 1-1. Singida Big Stars ni kama tayari amekaribia kuingia katika hatua ya makundi, lakini matokeo hayo bado hayana faida sana kwake kwa sababu iwapo mchezo utamalizika kwa suluhu, nikimaanisha bila, basi Flambeau itasonga mbele na Singida Big Stars itabaki nchini. Kila la kheri kwa Singida Black Stars, kila la kheri kwa Azam Football Club, kila la kheri kwa Young African Sports Club. Lakini tarehe 26 nyama mkali Simba akiwa na faida ya mabao 3 ya ugenini dhidi ya Nsingizini atakuwa na yenyewe akiwakaribisha hao kutoka Iswatini katika dimba la Benjamin Mkapa. Simba akitafuta sare ya aina yoyote ile ama ushindi ili kuweza kuandika historia ya misimu 7 mtawalia kuweza kuingia katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Juzi tulikuwa tuko na Ahmed Ali hapa na akasema kwamba katika soka la Afrika ni vilabu viwili pekee vimeweza kuwa na historia ya kuwa na muendelezo mzuri wa kuingia hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika, akivitaja El Ahly pamoja na Mamelodi Sundowns. Kwa hivyo Simba akifanikiwa, na yeye sasa ataanza kujitanabaisha kwamba anaanza kuwa ni miongoni mwa wale ambao wana uhakika wa kuingia hatua ya makundi ligi ya mabingwa Afrika.
Kama haitoshi, tarehe 26 hiyo hiyo El Clasico, saa 12:15 za jioni, Real Madrid dhidi ya Barcelona kutoka pale Santiago Bernabeu. Michael, wenzako tumepewa mpira, uja kuwepo. Yani mpira ambao unaenda kutumiwa na Mbappe, mpira ambao unaenda kutumiwa na Lamine Yamal, mpira ambao unaenda kutumiwa na Marcus Rashford, mpira ambao unatarajia mtu kama Vinicius Junior. Yani kama mpira umepewa wewe, rafiki yangu, ni wa kwetu. Wewe na mimi. Sausi familia. Si umepewa wewe? Huo wa kwetu kaka. Wewe na mimi. Mkini? Yes. Kwa tathmini tu ya haraka, unaionaje hii wiki kuanzia leo, yani kutoka leo mpaka kuelekea mwishoni mwa hii wiki pale Jumapili, kwa orodha hii ya michezo ambayo tumeitaja? Kama hujaaga nyumbani ya kwamba unaenda uwanjani, hauna kisingizio. Yani ni wiki yako ya kukaa na kuenjoy. Yani hii hauwezi kudanganya chochote unless umeaga nyumbani. Yani hauepuki kuaga kwanza, kwa sababu ukisema unataka kuangalia El Clasico watakwambia chukua remote kaa pale kwenye kochi. Ukisema unataka kuangalia mechi za ligi utaangalia. Ukitaka kuangalia Yanga Simba utawaangalia. Ukitaka kuangalia Bundesliga utaangalia. Kwa hiyo ni wiki ambayo kwa mashabiki wa football, yani ni wiki ya kuenjoy, wiki ya kula burudani. Shinda kwenda uwanjani leo, kwenda Chamazi, ukitoka jioni umeshatoka kazini, weka miguu juu ya meza, chukua kikombe cha kahawa, kaa angalia mechi. Kesho hivyo hivyo. Kwa hiyo kuna uwezekano ikawa ndo wiki ambao wababa watakaa nyumbani muda mrefu zaidi kuliko weekend nyingine yote ile ambayo mpita huko nyuma. Michael, mkumbushe Nkini. Wababa pia wamehimizwa sana kwenda viwanjani. Wababa pia wamehimizwa sana. Ndio maana nikasema ukishindwa kwenda uwanjani, wamehimizwa sana. Yani kuna mambo ambayo yanaweza kukuzuia wakati mwingine usiende. Sio tu kwenda uwanjani na kushangilia timu zao. Kwanza waujaze uwanja. Alafu pili washangilie sana timu zao. Imefika hatua mpaka bure ipo. Ndio. Yani hiyo ya mwisho mimi naichukua. Hiyo washangilie sana. Kujaza sio big deal sana. Ya mwisho nimesema hata bure ipo. Hiyo ya bure yako mwenyewe. Hiyo kwa peke yake. Timu si ndio zimesema? Timu zimesema kaka. Azam Football Club sio zote sasa. Wamewaalika Simba wana bure wao. Ndio. Young African Sports Club wamewaalika washabiki wao. Simba alikuwa anazungumzia sana masuala si VIP imefanya kitu gani? Ahmed Ali juzi hapa. Sio akasema 250,000. Ile nini? Akakwambia tiketi zishaisha. Anakwambia zimemalizika. Sisi wa baba tuenda uwanjani Moses, kwa shida hilo. Tutashangilia kama baba. Pate tabu. Hilo imeisha. Mwana michezo mwenzetu, popote pale ulipo, hii ni Viwanjani. Jina langu ni Moses Mohamed. Kwa wakati huu, hebu sasa tugeukie kwenye soka letu. Kwenye soka letu tuanze na taarifa kuhusiana na Azam Football Club ambayo yenyewe itawakaribisha ndugu zao kutoka visiwani Zanzibar, KMKM, mchezo wa mkondo wa pili kutafuta nafasi ya kutinga hatua ya makundi ya kombe la shirikisho Afrika. Azam FC itakuwa kwenye uwanja wa Azam Complex hii leo jioni kwenye mechi ya marudiano ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya KMKM kutoka visiwani Zanzibar. Maandalizi kwa timu zote mbili yamekamilika, huku kila timu ikiwa tayari kupambana ili kuweza kufuzu kwa hatua ya makundi. Tambo za makocha na wachezaji zikiongeza shauku kubwa katika mchezo wa leo. Mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa Azam Football Club, Thabit Zakaria Zakazi Chumwi, ameelezea historia ya timu hiyo kwenye mashindano haya ya kimataifa na namna walivyopitia nyakati ngumu kutafuta nafasi ya makundi kwa msimu huu. Zaka amewaomba mashabiki kujitokeza kwa wingi kwenye mechi ya leo, huku akiwaomba wale watakao kuwa nyumbani kuiombea dua njema timu hiyo iweze kufanya vizuri. Safari ya Azam FC hadi sasa inakaribia kuingia hatua ya makundi. Imekuwa ngumu na kuvunja moyo sana, kwa sababu kuna kipindi timu inatolewa katika mazingira ambayo unaona kabisa tungeweza kufuzu. Labda unaona wapinzani hawakuwa labda kufanya kama walivyofanya. Kuna wakati unakaribia kabisa alafu haiwi.
So imekuwa mchanganyiko wa matukio. Wakati Azam FC inaanza kushiriki mara ya kwanza mashindano ya Afrika, ilishinda hatua ya kwanza, ikashinda hatua ya pili, kutoka hapo ilikuwa inaingia hatua ya tatu, alafu iende playoff, kwa sababu wakati ule kulikuwa na hatua nyingi sana kabla hatua makundi. 2022 23 kakutana na timu moja kutoka Ethiopia, Bahda Kenema, wakatoa 2-1 kule kwao, hapa sisi tukashinda 2-1 kwa penalti wakatoa. Tumekutana na hawa kutoka Rwanda APR mwaka jana, msimu uliopita tu tumewafunga 1 bila Chamazi, kule wakatufunga 2 tumetoka. So maumivu yalikuwa muda mrefu sana, hatua group stage imetesa Azam muda mrefu sana. So safari kama Azam itaingia hatua ya makundi itakuwa jambo kubwa sana. Wito wangu ni moja tu, ni mechi muhimu sana ya kuandika historia ya club. Sasa historia utaki kuisikia tu, uwe sehemu ya historia. Kuwa sehemu ya historia maana yake kushiriki hiyo historia kuitengeneza. Kwa watu ambao wanaweza kufika uwanjani, wafike uwanjani. Na tumejitahidi sana kuondoa vikwazo vya kiingilio. Watu waje tu wafike uwanjani waingie, kuwa sehemu ya historia. Lakini kama hiyo watashindwa, basi hata huko uliko hakikisha unakuwa sehemu ya historia. Angalia mpira, shangilia pale, omba dua, fanya chochote unaweza kufanya ili Azam FC ingie hatua makundi, na tuwe wote tumeingia hatua makundi kama Azam FC, na tufurahi kwa pamoja. Thabit Zakaria Chumwi Zaka za kazi, msisitizo wake ameweka katika nini pale? Mimi nimechukua vingi kweli kama msisitizo, kwamba inaumiza sana, yani kihistoria wamekuwa na matokeo mabaya sana kwenye kutarajia kuvuka. Msisitizo umekuwa kwenye dua, msisitizo umekuja kuondoa vikwazo vya kuingia uwanjani. Msisitizo umekuwa kuwa sehemu ya historia. Msisitizo katika nafikiri jambo la kwanza ambalo alikuwa analizungumzia ndilo naweza likawa ni msisitizo mkubwa zaidi, kwa maana ya kile ambacho alikianza ni kuhusiana na yale maumivu mawazo msio kuyapitia katika nyakati tofauti ambazo alikuwa anatamani kufika kwenye hatua kubwa ya angalau hatua ya makundi kwenye michuano ya kombe la shirikisho ambao ameshiriki mara kadhaa. Na kwa nini nasema kombe la shirikisho? Kwa sababu Azam FC amepata nafasi ya kushiriki ligi ya mabingwa mara 2. Wakati huo anachukua ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania. Lakini mara ya pili wamepata hiyo nafasi baada ya kumaliza kwenye nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC. Wakapata nafasi ya kwenda kwenye ligi ya mabingwa, ambapo ndio hivyo ametolewa na APR ambao ameitaja hapo katika kumbukizi zake. Lakini kwenye kombe la shirikisho wamepata hiyo nafasi mara kadhaa ya kushiriki zaidi kuliko ambavyo wameshiriki kwenye ligi ya mabingwa. Kwa hiyo kwenye kombe la shirikisho ni kama sehemu ambayo Azam FC anakwenda akiwa sio mgeni kwenye mashindano haya. Lakini ameenda pia katika wakati ambao kuna mechi ambazo Azam alikuwa anakwenda kucheza dhidi ya wapinzani ambao ukiweka kwenye mzani inawezekana Azam FC alikuwa kwenye mzani mzito zaidi kuliko mpinzani wake. Isiwe bahati ni kwamba yule ambaye alikuwa anadhaniwa kwamba anaweza akawa na matokeo mabaya, yeye ndio anapata nafasi ya kufuzu kwenda kwenye hatua inayofuata. Unaweza kuona ni maumivu kiasi gani ambayo Azam FC alikuwa wanayapata. Ndio maana akaanza na hilo jambo. Lakini kuna wakati pia ukiangalia kwenye maeneo ya uwekezaji, let's say Azam FC wamewekeza kwa kiasi kikubwa kwenye klabu yao kuona jinsi gani ambao wanaweza kufanikiwa zaidi. Tukizungumzia kwenye eneo la uwekezaji, kwa mfano kwenye eneo la hiyo miundombinu ambayo inaonekana kwenye kutimiza ile dhana ya kwamba klabu inatakiwa kuwa kwenye ile club licensing, uwe angalau na program ambazo zinaeleweka, uwe na kiwanja cha mazoezi, kiwanja cha mechi, angalau sehemu ya wachezaji ambao wanaweza kaishi, mishahara mizuri. Hawajawahi kusikia issue kama hizi kitokea kwenye klabu ya Azam FC. Maana yake ni kwamba kwenye uwekezaji Azam FC wameshavuka pakubwa sana kwenda kwenye eneo nyingine ambalo ni zuri zaidi. Sasa inavyotokea wanawekeza kwa kiasi hiki, bado nakutana na timu ambazo inawezekana zikawa na changamoto katika nyakati tofauti, na ufuzu kwenda kwenye hatua inayofuata inawezekana kuumiza kwa kiasi kikubwa. Lakini kwa siku za hivi karibuni pia ukiangalia ligi kuu ya NBC inataja kama ligi ambayo ushindani umeongezeka sana. Sasa kama ni ligi ambayo ushindani umeongezeka, kwenye rank ukiangalia mara kadhaa imetajwa kama ligi inaingia kwenye top 5 leagues barani Afrika. Maana yake ni kwamba unapokutana dhidi ya timu zingine kutoka kwenye ligi nyingine, wewe unakuwa favorite. Lakini bado wao walikuwa wanashindwa kufuka kwenye hiyo hatua kwenda kwenye hatua nyingine. Ndio maana unaona maumivu inaweza kuwa ni makubwa zaidi kwao kuliko ambavyo wao wanaweza kufurahia kwamba tumetolewa. Labda tungetolewa na timu kubwa, maumivu yanaweza kama madogo. Lakini unatolewa na timu ambayo unasema hii nilikuwa naiweza, afu muondosho. Inauma sana. Yes.
Kabla ya kuelekea kwa Philip Mkini, hebu tutazame takwimu ambazo zinaonyesha michezo ya nyumbani Azam FC aliyoicheza na matokeo ambayo alikuwa ameyapata katika siku zilizotangulia kwenye michuano hiyo ya kimataifa. 2021 Azam Football Club waliwakaribisha Pyramids kutoka Misri na mchezo ukamalizika kwa suluhu. 2022 Al Akhdar, Azam wakapata ushindi wa mabao 2-0. Lakini 2023 Azam wakamaliza na sare ya 2-2 na Barida Kenema. 2024 akapata ushindi wa bao 1-0. Umetoka kuzungumza Michael na alihitaja hapa Zaka za kazi. Lakini mwaka 2025 wakawafunga El Merreikh Bentiu. Matokeo haya ukiyatazama Nkini, pengine ndicho tulikuwa nakisema Zaka kwa undani kwamba ni kama yote yalikuwa yanawa favor mno. Ni mchezo mmoja tu ndio ambao walipata suluhu ambayo pengine wangeweza kwenda kufanya bora zaidi, wakapata sare ugenini, wangeweza kuvuka. Sasa bahati nzuri kwa msimu huu wameanzia ugenini na tayari wameshapata ushindi wakiwa ugenini. Swali linabaki kwamba matokeo haya bora wataweza kuyalinda ama kuyaendeleza Mkini? Kwanza ni wana hatua ndefu, hatua ambao wamepiga ya kusogea kwenda kwenye hatua ya makundi. Lazima uwapongeze kwamba kuna kitu wamekifanya tofauti na kile ambacho walikuwa wakifanya huko nyuma. Lakini hofu ni kwamba mechi haijamalizika. Yani bado tunakwenda kwenye dakika 90 zingine ambazo Azam wanatakiwa watumie nguvu kubwa zaidi kuliko ambao watatumia KMKM. Hilo watu wengi wanatakiwa walielewe kwanza. Kwa nini? Kwa nini KMKM wameshasema kwamba wenyewe hii hatua waliofika mafanikio ni mafanikio kwao. Yaani unaelewa? Mfano Azam target yake ni kufika hatua ya makundi. Akishafika hatua ya makundi atakwambia tumeshafika kwenye mafanikio tuliokuwa tunayataka. KMKM target yake ilikuwa ni kufika hapa walipofika. Kwa hiyo wenyewe wako kwenye target na hawana pressure mpaka sasa hivi. Okay. Kwa hiyo hicho kinaweza kuwafanya Azam wasichukulia kwamba mechi ni rahisi. Na hata mwalimu wao amesema. Nimsikia mwalimu wa KMKM jana akisema ya kwamba wenyewe yani mechi ndio inaenda kuanza kwa sababu katika historia yao kwenye kipindi chote ambacho wamecheza mashindano kwa timu zote za Zanzibar, sio wenyewe tu, wakiwa Zanzibar ni wageni. Kwa wakitoka nje ya Zanzibar wakija Chamazi au wakaenda uwanja mwingine ndio wenyeji. Hicho pia embu kichambue zaidi kwa sababu nami nilikisikia alafu maswali yakawa mengi sana kuliko majibu. Alifafanua vizuri na naeleza jinsi alivyosema yeye. Alisema walipokuwa Zanzibar wakati wanacheza mechi yao ya kwanza, hata zile hatua za awali hawakupata mashabiki ambao walikuwa wanawaunga wao mkono. Okay. Yaani mashabiki wengi pale Zanzibar walikuwa wanaziunga mkono timu pinzani ambazo zinakuja pale. Anasema mechi dhidi ya Azam 70% mpaka 75% ya mashabiki walikuwa wanawashangilia Azam. Lakini wakitoka mfano wakija Chamazi watapata angalau 25% au 30% ya mashabiki ambao watawashangilia wao kati ya wale wengi watakao kwa uwanjani. Lakini pia hata matokeo yao mazuri wamekuwa huwa hawayapati nyumbani kwa mujibu wa mwalimu Ababu Ali wa KMKM. Lakini kikubwa ni kwamba ukiweka kwenye mzani wa timu, Azam wanaonekana kwamba wana ubora kidogo kuliko KMKM. Kwa sababu umewaona hata kwenye mechi ya kwanza jinsi walivyocheza. Hawakuwa na pressure sana, ingawa aina ya magoli ni yale magoli ya kiufundi ambao walifunga. Unaona magoli yao yote yalikuwa ni ya kiufundi lakini ya kutengeneza. Kitu ambacho kinaweza sasa kuwatofautisha Azam na KMKM ni kutokuruhusu bao kwenye mechi inayofuata. Ikitokea bahati mbaya Azam wameruhusu bao dakika za mwanzo au dakika 45 za kwanza, hii mechi itakuwa inaanza upya. Kwa sababu ya ile pressure itahamia upande wa Azam zaidi. Yaani pressure itahamia kwao zaidi. Azam pamoja na kwamba ana idadi ya magoli 2, lakini ni timu ambayo haitakiwi kuruhusu goli lolote kwenye hii mechi inayofuata. Kwa sababu wakisharuhusu goli lolote KMKM wataamini ya kwamba ni timu ambayo tunaweza tukapambana nayo uwanjani. Azam ameshajaribu mara 10 kwenda kwenye hatua ya makundi. Mara 10. Ameattempt mara 10 anatafuta kwenda hatua ya makundi, hajafanikiwa na hakuna kipindi ambacho alikaribia kama kipindi hichi.
Kuna mechi moja pale kwenye hizo mechi zake za nyumbani dhidi ya Pyramids. Ile mechi mimi siwezi kuwalaumu Azam. Daraja la Pyramids lilikuwa kubwa zaidi kuliko wao. Lakini hizi nyingine zote zilizopita, hata hiyo zaidi ya APR, bado ilikuwa ni level ya Azam walikuwa wanatakiwa kuvuka kwenda mbele zaidi, kwa sababu jinsi ukiangalia walivyowekeza wao, jinsi ambavyo wamekuwa na matarajio na mashabiki wengi. Yaani hata ukipita mtaani sasa hivi, pamoja na kwamba kuna Simba, kuna Yanga, kuna Singida wanacheza, mashabiki wengi zaidi sasa hivi mtaani wanatamani sana kuiona Azam ikienda hatua ya makundi, alafu waone baada ya hatua ya makundi Azam watafanya nini. Kwa hiyo nafikiri mashabiki kama alivyoomba Zaka, waunge mkono, waende uwanjani, wawashangilie kwa kuamini ya kwamba hii ni timu ya Tanzania. Yaani achana na kwamba ni Azam wanavaa jezi yao ni Azam, lakini waamini ya kwamba ni timu ya kwamba inaenda kuliwakilisha taifa kwenye michuano ya kimataifa. Mkini, wewe nitarudi kwako kwa swali la mashabiki, sababu kocha wa KMKM kazungumza ama katoa kauli ambayo kidogo inanishughulisha akili, sema kwamba wao wakiwa Zanzibar, mashabiki wanaoingia uwanjani Zanzibar wanalipa na kiingilio, wanashangilia timu pinzani, halafu wao wanachotarajia katika mchezo wa leo hapa Dar es Salaam, wao watashangiliwa, yani angalau 25% katika 100% itawapa wao morali. Na alitoa mfano akasema hata timu nyingi za Zanzibar wao zimekuwa zikitoka zinataka kwenda kucheza mechi zake zote mbili, nyumbani na ugenini, nje ya pale Zanzibar, kwa sababu hawapati support kubwa zaidi ya mashabiki wakiwa nyumbani. Kwa sasa wanaamini Chamazi itakwenda kuwa base yao ya kuwaonesha kwamba wapo nyumbani. Kwa wakati Azam wanaita mashabiki pale Chamazi, wajue pia KMKM wanatamani wale mashabiki waje wengi zaidi, kwa sababu wanaamini nao watapata mashabiki pale. Bwana hapo ujue Zaka akasema mashabiki waje wajae washangilie, alafu pia na dua ziendelee, alafu KMKM pia anataka kudandia boti hiyo hiyo. Hao wanataka. Nani anataka hao? Tagawana nao uwanjani. Michael, kile ambacho Azam wameendelea kufanikiwa katika msimu huu, tunaweza kuanza kutoa credit, pongezi. Tunaweza tukasema kwamba hii ni Ibenge's effect inaanza kuonekana. Bila shaka kwenye kile ambacho Ibenge amekiongeza kwenye timu inaweza kawa ni sahihi, kwamba yeye ameongeza kitu tofauti kwenye klabu ya Azam FC. Kwa nini? Kwa sababu unachojaribu kiangalia ni pamoja na morali ama commitment ya wachezaji ambao wamekuwa nayo kwenye michuano ya kimataifa, kuona jinsi gani ambavyo wanaweza kufanya vizuri zaidi kwenye msimu huu. Ibenge kwenye soka la Afrika tayari ana wasifu wake ambao ni mkubwa. Ameshafanikiwa kwenye ngazi ya club pamoja na ngazi ya timu ya taifa, akiwa na DRC wakati ule anachukua michuano finali za CHAN. Yeye alikuwa ni kocha pale, lakini kwenye michuano ya ngazi ya club amefanikiwa akiwa na Berkane wakati ule anakuwa bingwa, lakini pia kile ambacho alikifanya akiwa na Al Hilal kimeonekana tayari ni kitu tofauti pamoja na AS Vita Club. Lakini kwenye kile ambacho Ibenge pia amekifanya, unaweza kuona hata style ya kucheza Azam FC, hasa kwenye hizi mechi ambazo zinahitaji kuvuka kwenda kwenye hatua inayofuata. Unaona approach ambayo anaingia nayo. Ibenge ni moja kati ya walimu ambao ukisema sifa zao za kiufundishaji utamsifia kwenye aina ya timu ambazo wanazitengeneza, zinakuwa na ugumu sana kwenye kufungika. Yaani kwenye kuruhusu magoli, kwenye kudefense, ni moja kati ya walimu ambao wameonyesha kwamba wanaweza kuitengeneza timu ikawa ngumu sana kwenye kuruhusu magoli. Na hata yeye mwenyewe anasema moja kati ya kitu ambacho kwake ni rahisi. Inawezekana kila mwalimu akawa na urahisi wake kwenye kufundisha, lakini Ibenge anakuambia mimi kwangu kitu rahisi kufundisha kwenye timu ni jinsi ya kuzuia. Yaani mimi kwangu kufundisha kuzuia sio kazi ngumu. Inawezekana ikawa kazi ngumu kufundisha kushambulia, lakini inapokuja kuonyesha kuzuia tu kwake sio kama mimi fundi. Yaani yeye ni mtaalamu kwenye eneo hilo. Na inawezekana akawa anajivunia hilo kwa sababu ya hata namba zinaweza kazi na mbeba zaidi. Angalia kwa mfano kwenye msimu huu, kwenye mechi ambazo Azam amecheza kwenye michuano ya kombe la shirikisho kwa mfano ambayo tunaizungumzia sasa hivi, amecheza dhidi ya Al Merrikh Benchou. Mechi zote mbili amefunga magoli 4, yeye hajaruhusu goli. Ameenda kucheza dhidi ya KMKM, amecheza ile mechi, unaona amefunga magoli 2, yeye hajafungwa goli. Labda ukirudi kwenye ligi kuu utasema amesharuhusu goli tayari. Hatutaki kurudi huko Michael, tuache. Hatuzungumzii kwenye michuano ya ligi kuu. Lakini
unaweza kuona kwamba kwenye impact ambayo Ibenge ameongeza kwenye timu, unaweza kusema kuna ile jambo ambalo amelifanya. Lakini nafikiri pia kwa Ibenge kwenye impact ambayo ameongeza kwenye timu, inawezekana Azam FC kwenye wakati huu walikuwa wamemshirikisha Ibenge kwenye matarajio yao mengi ambayo alikuwa nayo kwenye msimu. Ndio maana hata kwenye usajili ambao Azam FC ameufanya, kwangu nafikiri kwa aina ya Ibenge, ufundishaji wake na kile ambacho amekipita kwenye klabu kadhaa, aina wachezaji ambao wameingia kwenye kikosi cha Azam FC kwenye dirisha la usajili ambao Ibenge amelisimamia, unaweza kuona ni type ya wachezaji ambao Ibenge huwa anawatumia hata huko ambako alikuwa amepita. Ndio maana nasema kuna impact kubwa ambayo ameingiza kwenye timu. Shukrani sana Michael Yera. Hivi sasa tugeukie mchezo kati ya Young Africans dhidi ya Silver Strikers, mchezo wa mkondo wa pili baada ya Yanga kupoteza kwa kipigo cha bao 1-0 kule Malawi. Baada ya wananchi kupoteza mchezo wa mzunguko wa kwanza wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Silver Strikers ya Malawi, nguvu zote wanazielekeza kwenye mchezo wa marudiano Jumamosi kwenye dimba la Benjamin Mkapa, mchezo unaotarajiwa kuanza majira ya saa 11 za jioni. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Kamwe ameelezea utayari wa kikosi chao na mikakati kabambe ya kupindua meza na kutinga hatua ya makundi. Upande wa kikosi chetu yanakwenda vizuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, paka mazoezi ya leo ambayo yamefanyika pale Avic Town hakukuwa na majeraha yoyote. Tumeshawajuza wanachama na mashabiki wetu kurudi kwa mchezaji Clement Mzize, na hiyo ikafanya kufunga hesabu kwa wachezaji ambao wako active kwenye jopo letu la madaktari wote kuwa sawa kwa sasa hivi. Pekee ambaye anakosekana ni Kwasi Atola yao ambaye pia hayupo kwenye registration yetu ya msimu huu ambao tumeiwakilisha pale TFF. Maandalizi haya yote yanafanyika kwa wachezaji kuhakikisha Jumamosi pale Benjamin Mkapa tunakwenda si tu kupindua ile meza, bali ikiwezekana kuivunja kabisa. Na mashabiki wa Young Africans tunarudia kusema tena, wao kama wachezaji wa 12, hawa wachezaji 11 ambao watapangwa na Patrick Mabedi, wanawahitaji sana wao kujaa kwa wingi Benjamin Mkapa kuhakikisha tunakwenda kuishangilia timu yetu kutoka dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho tuweze kufuzu kwenda hatua ya makundi. Tumefanya kikao na wenzetu wanaomiliki uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini pia kwenye kikao hicho walikuwepo wanaoshughulikia na issue nzima ya usalama wa viwanjani. Tumekubaliana na tumeshauriana na kumekuwa na mfumo rafiki kabisa wa watu kuingia uwanjani. Ukiangalia sheria zile za CAF, mara nyingi huwa wanataka kujua pia attendance ya watu wanaoingia pale ndani. Kwa hiyo wenzetu wa NCAD kushirikiana na wenzetu wa uwanja, kutakuwa na vituo maalum. Yani kuna vituo maalum ambavyo tutaviweka, either yatakuwa magari ya wazi ambayo tutakuwa tunatoa zile kadi za NCAD. Kwa hiyo ukichukua kadi yako unaingia kwenye foleni ile ya kudumbukia Benjamin Mkapa. Tumefungua mageti mengi zaidi yanavyowezekana kuepusha ile purukushani ya nje. Kubwa ambalo ni muhimu, na hili naomba ni wasisitize wanachama wenzangu Young Africans, mechi ni saa 11 kamili jioni. Chanzo cha fujo ni kundi kubwa la watu kuja dakika za mwisho. Yani mechi saa 11, wewe 10:30 ndio umefika Benjamin Mkapa. Ndio maana tumefungua mapema mageti ili kuepusha msongamano wa watu. Ukiwahi ndio unajiweka katika mazingira rahisi na salama ya kuingia ndani. Wenzako wakiwahi, tukifunga mageti maana yake hutapata nafasi ya kuishuhudia hii mechi ya kihistoria kwa klabu yetu. Kwa hiyo ukiwahi mapema unajiweka katika mazingira mazuri ya kutopata bugudha yoyote wakati unaingia uwanjani. Utaingia, utachagua siti yako, utakaa, ataingia mwananchi mwenzako, mtapiga story huku mkisubiri timu ije. Patakuwa pana burudani pia pale, utakaa tukao tumeboreka hivi. Kuna muziki pale unaendelea kwa ajili ya kutuchangamsha na kutuweka sawa kuja kuishangilia timu yetu majira ya saa 11 kamili jioni. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Young Africans Ali Kamwe akiendelea kuhimiza na kusisitiza na kutoa shime kweli kweli kwa mashabiki, wapenzi na wana michezo wote kwenda kuiunga mkono Young Africans kesho katika mchezo dhidi ya Silver Strikers saa 11 za jioni pale Benjamin Mkapa. Muhimu zaidi, mashabiki twende Benjamin Mkapa mapema sana.
uwanja unachukua watu 60,000 pekee. Sisi Dar es Salaam peke yake tuko watu zaidi ya 1,000,000 tunaishi katika huu mji. Wote tukienda kuiunga mkono Yanga pale, afu nataka kuja saa 10:30, sisi saa 10 kasoro, saa 10:15, tutakuja kutuletea tafrani ambazo sio za lazima. Kurejea kwa Mzize mazoezini, Ali Kamwe anasema sasa hivi ameshakuwa fit kuelekea katika mchezo huo Nkini. Kwanza ni jambo zuri kwa sababu ukitazama moja ya sehemu ambayo imewakwamisha Yanga mpaka hapa wanapofika kwa msimu huu ni sehemu ya safu ya ushambuliaji. Safu ya ushambuliaji haijawa na yale makali ambao wengi walikuwa wanayatarajia. Ukijaribu kuangalia kwenye namba unaweza ukaliona hilo. Hata idadi kubwa ya mabao ambao wamefungwa yametokea kwenye eneo la viungo sana sana. Kwa hiyo kwao ni jambo zuri. Msimu uliopita alimaliza vizuri kwenye ligi akiwa ndio mchezaji mzawa ambao alifanya vizuri zaidi kwenye kufunga na kuassist. Kwa hiyo kurudi kwao ni karata yao dume ambao wanaweza wakaitegemea kwenye mechi hii. Lakini anawezekana asiwe na ufiti wa 100% kwa sababu ndio mechi yake ya kwanza. Hapa katikati sijasikia hata kama wamecheza mechi ya kirafiki, lakini yeye uwepo wake tu kwanza unaweza kuongeza kitu kwenye eneo la ushambuliaji la Yanga. Lakini peke yake haitoshi. Ni lazima wale wengine nao wale kuwaoneshe kitu tofauti na kile ambacho wamekuwa kionyesha huko nyuma. Kitazama Yanga hii ya msimu huu mpaka hapa ilipo wamefanya vizuri sana. Ushascore magoli 9, wameruhusu goli 1 tu mpaka sasa hivi. Hauwezi kuwalaumu. Yaani atakayetokea mtu akiwalaumu Yanga ambao kwenye mechi 5 6 wamepoteza mechi 1 atakuwa anakosea. Wamefanya vizuri lakini wanatakiwa bado kuendelea kufanya vizuri zaidi kwa sababu hii ni mechi ya maamuzi. Na mechi ya maamuzi ni mechi ambazo wachezaji wanatakiwa watoke jasho haswa. Ukiniambia mimi nitakwambia maingizo mapya ya Yanga kwenye dirisha lililopita la usajili wanatakiwa sasa hivi waoneshe mashabiki wa Yanga kwamba hawakusajiliwa kwa bahati mbaya. Sijui, labda naona peke yangu, lakini sijamuona mchezaji wa kusema ya kwamba huyu kuna kitu amekionyesha sasa hivi kati ya wale wapi ambao wameingia. Achana na wale ambao walikuwepo msimu uliopita. Kwenye zile nafasi ambazo Yanga walikuwa wanatarajia kwamba wageni wangewasaidia sana, nafikiri hii ndio mechi yao ya maamuzi sasa ya kuonesha ya kwamba hakuna alosajiliwa kwa bahati mbaya. Uwepo wa Mzize uungane na hao wengine ambao walisajiliwa ili kuivusha Yanga kuipeleka kwenye hatua ya makundi kwa mara ya 4 mfululizo. Kitu ambacho mimi naamini kwenye ukwasi ambao wametumia, uwezo wa mchezaji mmoja wa Yanga, benchi la ufundi pamoja na jinsi ambavyo kikosi chao kipo na uzoefu walionao, wana nafasi nzuri zaidi ya kwenda kwenye hatua hiyo. Michael. Wewe kwako? Kwenye issue ambayo umeanza kuzungumzia kuhusiana na kurejea kwa Clement Mzize kwenye eneo la kushambulia, nafikiri ni wakati unataka kumzungumzia Mzize pia, hebu jaribu kukumbuka mchango wake katika michuano ya kimataifa kwa msimu uliopita. Kwa sababu ni kweli kwamba performance yake kwa nyumbani kila mtu hana swali. No doubt. Ufungaji, assist na kila kitu. Lakini hii ni michuano ya kimataifa, michuano ambayo pia katika msimu uliopita namba zake hazikuwa nzuri hivyo. Kwenye msimu uliopita of course kwenye michuano ya kimataifa inawezekana kwenye namba alikuwa amepunguza kutokana na zile ambazo alizifanya kwenye ligi kuu, lakini mchango wake so far hauwezi ukasema ulikuwa ni hafifu kiasi hicho. Kwa sababu ukiangalia kwenye msimu uliopita Clement Mzize ni mmoja kati ya wachezaji ambao walipata dakika nyingi za kucheza kwenye michuano ya ligi ya mabingwa, na kuzipata zile dakika kwenye zile mechi ambazo alikuwa anacheza, tafsiri yake ni kwamba ilikuwa inaonesha jinsi gani ambavyo yeye alikuwa na umuhimu kwenye kikosi. Ndio maana mwalimu akawa anamwamini kwenye mechi kadhaa, anampa nafasi ya kucheza kwenye eneo la kushambulia, akiunda ile safu ya ushambuliaji ya Yanga kwenye msimu uliopita. Lakini kwenye kuona jinsi gani ambavyo kwenye msimu huu anaweza akashow up tena kwenye michuano ya ligi ya mabingwa, nafikiri sasa hivi kinachoangaliwa zaidi kwa Yanga ni jinsi gani ambavyo wale ambao wanapata nafasi kwenye hiyo nafasi ya kushambulia na kile ambacho Mzize anaweza akakitoa kwenye hilo eneo. Unaweza kuona kama bado unamhitaji mchezaji wa namna yake kwenye eneo la kushambulia. Kwa nini? Kwa sababu ya sifa yake ya kiuchezaji ambayo anakuwa nayo akiwa kiwanjani,
lakini ubora na ufanisi kwenye miguu yake ambao anaweza akakuofa akiwa kwenye eneo la kushambulia, anaweza kukupa faida kiasi gani, lakini pia jinsi gani ambavyo anaweza kaifanya timu kuwa comfortable na yeye akiwa kwenye eneo la kushambulia. Ukianzia kwenye eneo la sifa ya kiuchezaji ya Clement Mzize. Mzize ni mshambuliaji ambaye pengine akiwa kiwanjani unaweza usimfaidi sana kumuona kwenye usawa wa goli. Yaani sio mshambuliaji ambaye utamwona mara nyingi akiwa amesimama kwenye ule usawa wa goli kama striker pekee ambaye anasimama pale. Ni mshambuliaji ambaye unamuona mara nyingi akiwa anatokea pembeni, anaingia ndani baada anakupa madhara. Lakini mchezaji pia ambaye unamuona kwenye eneo la nguvu kazi yake kiwanjani, anaweza kukusaidia pia pengine hata wakati ambao timu inakuwa haina mpira. No. Anaweza kukusaidia mara kadhaa kwenye kufanya recovery ya kurudisha mpira kwenye miliki yenu. Unaona mara kadhaa Mzize akiwa na track back kuja kuchukua mpira pale ambapo timu ilikuwa imepoteza mpira, kitu ambacho kwenye sifa za kiuchezaji unaweza ukawa unamwambia kwamba huyu hafanani na mtu kama Prince Dube. Ni ngumu Prince kumuona akiwa amesaidia kwenye kufanya recovery ya mpira mkiwa umeupoteza, ama kumfanya Mzize kwenye kile ambacho amekiboresha. Kwa mfano tulikuwa naangalia kwenye msimu uliopita, moja kati ya maeneo ambayo Mzize alikuwa ameboresha uwezo wake wa kuchezaji ni dribbling ability, yani uwezo wa kukokota mpira kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Maana yake ni kwamba unasema yeye pia alikuwa anaonesha utofauti kwenye ile eneo. Angalia washambuliaji ambao wako kwenye klabu ya Yanga kwa msimu huu. Mwangalia Andy Boyel, mwangalia Prince Dube. Wanaweza kufanya dribbling kama ambavyo anafanya Mzize. Unaweza kuona jibu hapo, unaweka X kwamba hapana, hawezi kufanya kama ambavyo Mzize anaweza kufanya. Kwenye swala la physicality, Mzize akiwa yuko fit, anaweza akashindana na walinzi wengi kuliko ambavyo anaweza akashindana nao Prince Dube, kuliko ambavyo Andy Boyel anaweza akafanya. Labda Andy Boyel kwa sababu ya ile mwili wake ule lile umbo lake lilivyokaa, unasema hili ni jitu la miraba minne. Anaweza akashindana na mtu kwamba akimwekea upaji hapa, beki anaweza akawa anahangaika nao ili timu iweze kusogea kwenda juu. Lakini Mzize tayari amesha prove hilo kwamba mimi naweza pia nikafanya hiyo kazi. Kwa hiyo kwenye sifa zake za kiuchezaji inaweza ikawa ni kitu kingine ambacho yeye kinaweza ikawa kinampa imani kwamba hata nikirejea naweza nikapata nafasi dhidi hao wengine ambao wako wakati huu. Mkini, naam, Silver Strikers kwa namna walivyocheza katika mchezo uliopita, lakini baada ya mechi kumalizika, mmoja kati ya wachezaji wao alisema kwamba tunayafahamu madhaifu ya Yanga. Tulicheza kipindi cha kwanza kwa kujilinda, mwalimu wetu akakaa akausoma mchezo, akafanya tathmini, na tuliporudi kipindi cha pili akatuonesha maeneo ambayo tulipaswa kwenda kuyavamia ili tuweze kupata goli, na tumefanya hivyo na tumepata ushindi. Unafikiri Silver Strikers inakuja kwa namna gani katika mchezo wa marudiano? Kwanza kwenye uhalisia ukiwatazama, wala hawapo kwenye daraja la Yanga. Yaani kwenye daraja ukiwaweka na Yanga hawapo, pamoja na kwamba wamepata ushindi. Lakini tunaweza tukasema kwamba Yanga walikuwa wana siku mbaya kazini. Wachezaji kweli ni sahihi kwamba maeneo mengi Yanga hawakuonyesha performance nzuri kwenye ile mechi. Sio eneo la ulinzi, kiungo, wala eneo la ushambuliaji. Sana sana unaweza ukawaona ni watu ambao walipokuwa uwanjani walikuwa wanaamini ya kwamba hii ni timu ambayo tunaweza kupambana nao, tunaweza kukimbizana nao. Na ukitazama hata hilo goli ambalo wamefunga, unaliona ni goli la kutengeneza kutokea nyuma. Unaamini kabisa kwamba kuna sehemu wachezaji wa Yanga hawakufanya kazi yao inavyotakiwa. Sababu mchezaji mmoja anafia amedribble, amewapita zaidi ya viungo 4 au 5 hapo katikati, anaondoka tu na mpira na kila mmoja anamwangalia. Kwa sababu ilikuwa ni pasi tu ya pili hii hapa. Kutoka hapo kazi kaanza kufanyika, mmoja anaondoka naye anamwacha wa pili, anaondoka anamwacha watatu kule na dribble, wa 4 mpira unapita katikati ya watu wawili. Kwa hiyo kwangu mimi naamini ya kwamba kuna makosa ambayo Yanga waliyafanya, ambao kama mwalimu akikaa akiyatazama atagundua kabisa ya kwamba kuna kitu ambacho walikifanya wakatengeneza tatizo hili ambalo limetokea. Kumradhi kidogo Nkini, kitu ambacho sikuwa nimekiona vizuri kwenye hili goli siku mchezo ulipochezwa, sasa hivi tunakiona hapa. Hivi umemwona Maxi? Maxi amekuwa ndio kama mlinzi wa mwisho katika kulinda. Kwa hiyo dakika hizi Yanga walikuwa wana pressure kwenye hii mechi, wakiwa wanaamini ya kwamba wenyewe ndio wanatakiwa kutafuta goli zaidi kuliko wapinzani wao. Kwa timu ilikuwa inaondoka sana. Hata ukitazama kabla ya hilo goli kuna nafasi moja walipata ambao unaweza kumpongeza muamuzi, ilikuwa ni offside, lakini ilikuwa ni inaonekana kwa udogo sana. Lakini ilikuwa ni clear offside ambao walifika ndani kwenye box kwenye sita kabisa.
alafu mwamuzi akapuliza filimbi. Lakini nayo ilitengenezwa kwenye makosa kama haya, kwamba timu ilikuwa imeshaondoka, wakaja kushambulia, na wamekuja kushambulia wakiwa na namba kubwa zaidi kuliko ya walinzi ambao walikuwa kwenye kikosi Yanga. Ukiwaangalia hapo, walioingia kwenye box ni wengi kuliko Yanga waliokuwa kwenye box. Kwa hiyo mwalimu, ndio maana nakwambia mwalimu wa Yanga akikaa akitazama hii mechi, anagundua kabisa kwamba kosa lilifanyika hapa, kosa lilifanyika hapa, kosa lilifanyika hapa. Na hawa sasa wakija, mimi kwa jinsi nilivyowaona ni kama vile wanaamini ya kwamba bado tunaiweza Yanga. Ni ngumu sana kwa timu sasa hivi, hata aje Mamelodi hapa, yani akija lazima anawaheshimu Yanga, anawaheshimu Simba. Lakini hao umeona hata walivyoshuka airport, wameshuka airport wanacheza muziki, wanafurahi, wanakuambia kwamba Yanga ni timu ndogo, tumeshamaliza, tunakuja kuimaliza mechi hapa na nini. Kwa kitu ambacho kwa Yanga kinabidi kwa wachezaji kiwe ni hasira sasa, ya kwamba bwana, hili haliwezekani kwenye ardhi yetu. Lakini hasira hiyo ni lazima mjitoe kwa 100%, kwa sababu hawa sio wazuri sana, lakini ni timu ambayo inaonyesha ya kwamba ina uwezo wa kupambana. Yani Yanga kama wakifanya masiara, hawa wana uwezo wa kupambana nao dakika 90, kwa sababu wenyewe wana hasira, na wanavyozungumza wenyewe. Kuna mchezaji mmoja pale amehojiwa anasema, sisi hatuwezi kuja hapa afu tukaenda kuliaibisha taifa letu. Kwa hiyo means wametumwa kuja kufanya kazi. Kwa hiyo Yanga lazima nao wageuze upande wao, kwamba wanatakiwa wafanye kazi kuhakikisha ya kwamba wanavuka kwenda hatua ya makundi, na hawa jamaa wanarudi nyumbani kwao. Kama waliingia wakicheza muziki, basi warudi kwa ustaarabu, wapande ndege, warudi zao Malawi. Ili Michael, huenda wakati huo ulikuwa bado hujaanza kufuatilia vitu. Kuna kipindi kimoja kilikuwa kinaitwa Africa Journal. Kweli huko sahihi. Nafikiri Nkini atakuwa nakikumbuka, kilikuwa kina signing tune yake inaitwa Nchi yetu we, nchi yetu. Alafu baada ya hapo sasa makala zikawa zinakwenda. Sasa hapa kubwa zaidi ni lila nchi yetu we, nchi yetu. Wale Silver Strikers wamesema hawezi kuiaibisha nchi yao. Na sisi tunawaambia sisi hatuwezi kuiaibisha nchi yetu. Hebu tuangalie takwimu za Yanga kuelekea katika mchezo dhidi ya Silver Strikers. Michezo ambayo Yanga wamecheza 5 nyumbani katika michuano ya kimataifa. Yanga walimfunga Wydad 2-0 juzi tu hapa. Lakini na MC Alger wakamaliza kwa suluhu. Kichapo cha mabao 3-1 alikipata TP Engleba Mazembe. Yanga walipoteza kwa El Hilal ya Ibenge. Hiyo tuliweke sawa ya Ibenge. Kula 2 hapa kabisa. Kabla ya hapo walimpiga CBE 6-0. Hii takwimu mbona kama inaonyesha kuna kupanda na kushuka na mambo mengine ambayo Michael? Kwenye mechi 5 za mwisho ambazo amecheza kwenye uwanja wa nyumbani, unaona ushindi ni mara 2 ambao ameupata. Sare wamepata mara 2 na kupoteza mara 2. Wamepoteza mara 1 dhidi ya Al Hilal. Ndio, mara ya pili utapata. Sare kwenye mechi 2. Kwa hiyo unaweza kuona pengine hakuwa na yale matokeo ya kunyoka moja kwa moja kwamba ni win kwenye mechi ambazo wamecheza. Sijui hata hiyo sare ya mara ya pili umeitoa wapi? Wameshinda mara 3. Wameshinda kwenye mechi dhidi ya Wydad, ya mwisho wameshinda dhidi ya TP Mazembe, wameshinda dhidi ya CBE. Wakati huo wakiwa wamepoteza mara 1 dhidi ya MC Alger. Nafikiri ni mechi ambayo ilikuwa ni wao walikuwa wanahitaji ushindi ili kwenda kwenye hatua ya robo finali. Wakashindwa kupata ushindi kwenye mchezo. Na dhidi ya Al Hilal ambao pia walipoteza kwa magoli 2-0 ilikuwa ni hatua makundi. Ingawa wao pia walipokwenda kule wakaenda akapata ushindi. Kwa ilikuwa ni Al Hilal ameshinda ugenini na Yanga na akaenda kushinda ugenini. Ila mechi yao sasa Yanga kashafungwa ugenini. Lakini kwenye hili sasa ni kwenye takwimu zao kwenye uwanja wa nyumbani. Na takwimu zinatugea taswira gani kuelekea mchezo wa kesho? Takwimu zinakupa kumbukizi kwamba pengine kwenye uwanja wa nyumbani kama tuweza kupata ushindi dhidi ya Wydad magoli 2, tukawafunga CB magoli 6-0, tukawafunga TP Mazembe magoli 3-1. Maana yake ni kwamba hiyo ni kumbukizi chanya zaidi kwamba haya ndio tuende nayo, yani tubakie na matokeo ya chanya, twende pia tukapate kwenye mechi dhidi ya Silver Strikers. Kwa mfano ukichukua yale matokeo kwenye mechi ya kwanza Yanga amepoteza goli 1-0 dhidi ya Silver Strikers. Tuashumu wakopi moja kati ya matokeo yale ambayo ameyapata pale. Utachagua yoyote yale. Either wakopi matokeo ambayo aliyapata dhidi ya Wydad 2-0, maana yake ni kwamba Yanga kwenye aggregate atakuwa amefuzu kwa magoli 2-1.
Akikopi matokeo ambayo alipata dhidi ya TP Mazembe ambayo alishinda goli 3-1, maana yake ni kwamba kwenye aggregate ilikuwa ni 3-2. Bado Yanga atafuzu kwenda kwenye hatua inayofuata. Akikopi matokeo ya CBE ndio itakuwa ni aggregate mbaya zaidi kwa Silver Strikers. Kwamba kwenye aggregate wao watakuwa wamepoteza kwa magoli 6-1. Kwa hiyo katika matokeo chanya ambayo ameyapata hapo, ni inaweza kuwa ni motisha chanya kwao kwamba haya ndio ambao unatakiwa kwenda kuyapata. Ukiachilia mbali yale hasi ambao ameyapata kupoteza dhidi ya Al Hilal na sare dhidi ambayo alipata dhidi ya MC Alger, anatakiwa kuyaacha kwamba haya tusitamani kuyapata zaidi. Sio sasa hayo yawachukue kama wapa tahadhari kwamba jamani, hata nyumbani tunaweza tukapata matokeo mabaya. Yani tusipokuwa makini tunaweza kupata matokeo mabaya. Wanaweza wakachukua hilo na kuweza pia kuweka kama tahadhari kwamba kama tukapata suluhu kama ambavyo tulipata dhidi ya MC Alger. Na pia ilikuwa ni mechi ya maamuzi kama nakumbuka vizuri. Kabisa. Haikuwa tu mechi ambayo mnaenda kucheza labda ni ku accumulate point afu mnaendelea na maisha. Hii ilikuwa ni mechi ambayo Yanga alikuwa anahitaji kupata ushindi ili waende kwenye hatua inayofuata. Lakini walipambana kwa dakika zote 90. Hakupata bao kwenye mechi na ikamalizika. MC Alger akapata nafasi ya kwenda na safari zake akafanikiwa. Kwa hiyo pia inaweza ikawa ni upande mwingine wa shilingi ambao wao wanaweza akachukua kama sehemu ya kuangalia kwamba kama tuliweza kupoteza pia kwenye mechi muhimu ambayo tulikuwa tunahitaji kupata alama ama kupata goli, na inawezekana pia hata Silver Strikers wakaingia na njia hiyo wakiamini kwamba nao wanaweza kufanya jambo zuri kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Mkini. Pacome Zouzoua, tunafahamu sote ni mchezaji bora sana. Mchezo uliopita dhidi ya Silver Strikers alikuwa ametoka kwenye majukumu ya kimataifa. Hata kutrain na wenzake hakuchukua muda mrefu kufanya hivyo, akachezeshwa. Azizi Andabwile amekuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao wana viwango vizuri kabisa katika siku za karibuni, no doubt. Tunawaona wakiwa na mchango kiasi gani baada ya kuwa na maandalizi ya siku hizi kadhaa. Si wao tu kama wao, lakini kwa kujumlisha na wengine. Nimejaribu kuwatoa hawa wawili kwa sababu ya scenario zao. Andabwile si mtu ambaye tunaweza tukamzungumza katika msimu uliopita, lakini tunamzungumza katika msimu huu na kile alichokionyesha. Pacome Zouzoua kwa kile ambacho consistently amekuwa nacho tangu amefika Tanzania. Juzi kulikuwa kuna hiyo excuse. Tunaona wakiwa na mchango gani ukijumlisha na wachezaji wenzao kuelekea katika mchezo huu. Kwanza hakuna shaka ya kwamba kimtaja Pacome kwa sasa kwenye nchi yetu unataja mchezaji ambao ni unaweza kumweka kwenye daraja la wale ambao ni bora zaidi. Sababu kuitwa kwenye timu ya taifa ya Ivory Coast ambao ni Mwafrika, mchezaji pekee ambao anacheza ligi ya ndani ambao anacheza kwenye kikosi cha kwanza kwa dakika 90 sio jambo dogo, ni jambo kubwa sana na la kumpongeza. Na halimpongezi ya kwamba ameitwa kwa bahati mbaya. Ameitwa kwa sababu kuna performance ameionyesha akiwa na Yanga. Kuna sehemu alishawavusha Yanga akiwaonesha kwamba hapa tunaweza tukapita hata kama ni sehemu ngumu sana. Kwa hiyo nafikiri kikubwa lazima tuamini ya kwamba hii ni mechi yake pia kuonesha ule ubora. Kama Pacome ataendelea kuonesha ubora wake, ina maana ajitengenezea yeye mwenyewe pia daraja la kwenda kwenye World Cup inayofuata, lakini ajitengenezea daraja la kwenda kwenye AFCON inayofuata. Kwa hiyo pamoja na kwamba anaichezea Yanga, yeye naamini kichwani kwake anaamini lazima aoneshe performance bora zaidi ili kuendelea kumaintain ile nafasi yake kwenye timu ya taifa. Ameshawahi kufanya vizuri huko nyuma. Ndio maana mimi mwanzo nikasema kwenye mechi hii inamhitaji zaidi mchezaji kuamini ya kwamba anaibeba Yanga mabegani kwake kuivusha, kwa sababu mechi za knockout zinakuwa na tabia moja. Ilikuwa na dakika 180, zimeshabaki dakika 90 tu. Hizi dakika 90 kuna wakati mwalimu anaweza akapambana kwa nguvu yake. Nguvu ya mwalimu ikafika sehemu wenyewe uwanjani mkaona kabisa ya kwamba sasa hichi mwalimu alichotuambia tunaweza kweli kukifanikisha, lakini kitachukua muda. Kuna hitaji aina ya wachezaji kama kina Pacome. Lakini kwenye sehemu ya ulinzi kuna hitaji aina ya Andabwile yule ambao alianza kwenye mechi za kwanza kabisa ambao mwalimu Romain Folz alimwamini. Kumbuka kuanzia mechi ya Derby, mashabiki wa Yanga walikuwa wameshikilia mikono wakati wanaona yeye ndo anaanza kwenye ile mechi. Lakini akawa na performance bora zaidi. Mechi za ligi kafanya vizuri, mechi za kwanza zile za ligi ya mabingwa kafanya vizuri. Hii ni nafasi yake sasa ya kuwaonesha watu ya kwamba hakuwa pale kwa bahati mbaya. Kinachotofautisha hii mechi na mechi zingine zilizopita ni kwamba Yanga wanakwenda wakiwa na mwalimu tofauti na yule aliyokuwepo. Anaweza akaja na aina yake, lakini mwalimu ambao yupo pia anawajua wachezaji, kwa sababu ni mwalimu wa timu ya taifa ya Malawi. Anajua wachezaji wale wa ile timu ya Silver Strikers ambao ni wachezaji watano nafikiri walikuwa kwenye timu ya taifa ya Malawi.
Kwa hiyo wanapokuja hapa, yeye ana advantage ya kugundua kwamba hawa wana ubora wapi, lakini hao wana tatizo wapi. Lakini wale wachezaji nao wanamjua mwalimu wao kwa sababu wanawafundisha. Anajua kabisa kwamba mwalimu huyu huwa anapenda mchezaji anayecheza hivi, mwalimu anapenda wachezaji wanaopita njia hizi. Kwa hiyo ni mechi ambao watu wengi wanajuana. Wanapofika hapa sasa hivi wanajuana. Ile ya kule ulikuwa unaweza usimweke sana mwalimu kwa sababu alikuwa bado ni msaidizi. Lakini sasa hivi wanagundua kwamba sasa hivi ndio kapewa kijiti, yeye ndo ataamua matokeo ya hii mechi. Kwa hiyo pamoja na Andambwile pamoja na Pacome, narudi pale pale mwanzo ya kwamba hii ni mechi ambayo kila mchezaji wa Yanga anatakiwa kufanya kile ambacho alikuwa anakifanya huko nyuma kwa 50%. Sasa hivi lazima afanye 120% kwenye ubora zaidi ya ule ambao alikuwa nao. Lakini ambacho anatakiwa pia kijulikane ni kwamba kwenye mashindano haya mara nyingi hazipatikanage nafasi 5. Yaani ukiona zimepatikana nafasi 5, mmefunga nafasi 6 sijui 7, ukirudi ndani nendeni mkajiulize mbele tunakuja kukutana kigingi wapi. Hizi nafasi zinaweza kupatikana 2 tu au 3. Ukishapata nafasi 2 au 3, hizo kwa mtu atakayepata nafasi lazima agundue ya kwamba hizi ndio nafasi pekee, hazitatokea zingine. Sababu ni ligi ya mabingwa na kila mmoja anakuja na target yake. Kinachotofautisha sasa hivi ni mafanikio ya kombe, lakini fedha ni nyingi sana kwenye ligi ya mabingwa Afrika sasa hivi. Kwa timu hii sasa hivi imeshaonja $100 100,000, si ndio? $100 100 imeshaona kwamba milioni 200 na kumbe kuna uwezekano wa kupata hela nyingi zaidi. Kwa hiyo kila mchezaji anacheza kwa juhudi yake. Walichokitumia Yanga kutumia fedha nyingi sana kusajili wachezaji bora, hapa ndo wanatakiwa wakaonesha daraja lao sasa ya kwamba sisi tumekuja Afrika, lakini target yetu ni kutimiza malengo ya ile timu ambayo inatulipa mishahara mizuri, tunakula vizuri, tunatembea na magari mazuri mtaani huko, tukipita tunashangiliwa. Ukishatoka hapa kama Yanga akitolewa watu hii, mimi nataka nikuhakikishie kwenye msimu huu hawa wachezaji ile thamani yao ambayo ilikuwa inazungumzwa. Unataka kuhakikishia ile thamani yao ambayo ilikuwa inazungumzwa. Mkini. Kwenye sala kuhakikishia tu umetaka Mkini. Umeona sasa kweli? Kwa nini tuanze na kama akitolewa? Yani, hakuna. Tuishie hapo. Sawa. Mungu akipenda dakika 90 zikishatuvusha. Sasa tutazungumza wakati tuko comfortable kwenye tushapangwa kwenye makundi. Au kama ikiwa kinyume chake, pia atakuwa shaisha tutashakufa. Kwa sababu gani nikwambie Michael? Ngoja nikwambie. Umeona ile performance ya Mayday? Ndio. Mpaka wale jamaa wenyewe wameizungumza. Hatumpangii kocha sisi kikosi. Lakini wale jamaa wanamuogopa Mayday. Chanda kiboka. Yaani wenyewe tayari wanamuogopa. Wamepata ubaridi. Lakini wakati mwingine alizungumza kuhusiana na kocha wa siku za mbele. Ndio. Yule ni kocha wa siku za mbele. Kipindi kile nilikuwa sijaielewa ile kauli ya meneja habari na mawasiliano wa Yanga Ali Kamwe. Wakati alipokuwa anamzungumzia Romain Folz, akasema huyu ni kocha wa siku za mbele. Yaani huyu alipaswa kuja Yanga mwaka 2035. Nakumbuka mwaka alivyoutaja. Natumai kwa kile kilichotokea ni kweli sahihi kabisa. Ali Kamwe hakuwa na tatizo, hakuna mashaka katika lile. Yule ni kocha ambaye atakuja tena Yanga mwaka 2035, Mungu akipenda. Kwa wakati huu bado. Si umeelewa yani? Sawa. Yaani ni kocha wa siku za mbele. Yaani sasa hivi bado kwamba anaendelea labda kama kujifunza hivi na hivi na hivi. Kwa siku za mbele atakuja. Sasa yuko Mabedi pale. Ndiye ambaye anasimamia timu, anayefundisha timu. Kwa hiyo labda huyo mwingine yeye wakati mwingine atakaporudi atakuta pia mambo yamebadilika na pengine Yanga itakuwa inahitaji kile ambacho yuko nacho kwenye makabati yake. Nimsaidie jambo moja. Pamoja na Patrick Mabedi kuwa hapo. Ali kama huyo ambao amemnukuu ameshasema kwamba kesho kutakuwa kuna mwalimu mpya wa Yanga jukwaani akitazama mechi. Kesho hiyo. Katika wale mashabiki watakuja bure na mwalimu pia atakuwepo. Lakini yeye mwalimu sio bure. Sasa yeye usimweke kundi la bure, atakuwa VIP. Kwa hiyo ngoja kama tumeiweka hiyo. Yaani mwalimu anakuja, atakuwa jukwaani, ataitazama mechi, lakini mechi ya kesho itasimamiwa na Patrick Mabedi. Baada ya hapo utaratibu mwingine utafuata. Kwa hiyo Yanga kocha mpya ni kama tayari wameshampata. Kwa mujibu wa kama. Atakuwepo kesho, Mungu akipenda, akiwa anaitazama mechi. Anatazama mechi na kikosi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo na mashabiki ambao watakuwa wameingia pia lakini watakuwa hawajamjua ni yupi. Sura zinaonekanaga tu. Waangalie tu, wajitahidi kuangalia. Kwamba ni mwalimu sura yake tu akikao yule. Yaani watajua tu kuna mgeni yuko hapa ndani. Wanaonekanaga tu. Yule fundi wa boli. Ule mpira ule.
Tugeukie NBC Premier League kwa wakati huu ambako inatarajiwa kuendelea hii leo kwa mchezo mmoja nilikutajia awali, Mbeya City dhidi ya JKT Tanzania. Mchezo utapigwa katika dimba la Azam Complex, ni KMC Complex. Uwanja ambao kwa hivi sasa Mbeya City wanaotumia kama uwanja wa nyumbani. Hebu twende tukaangalie takwimu za wakati huu kuelekea katika mchezo huo wa NBC. Tutarudi hapa na stories za kimataifa kwa sababu bado hatujazungumza Simba, hatujazungumza na wenzao Singida Big Stars. Black Stars. Tumewazungumza Azam, tumewazungumza na Yanga. Sasa leo hii Mbeya City, ulisema Mbeya City wamechorwa kwenye nani ya Prisons kwamba wametoka jela. Prisons kwenye ukurasa wa Instagram wameweka picha pale ya askari magereza akiwa na raia ambaye amevaa jezi ile koti la rangi ya papo. Wale si ndo Papo Nation. Wale Mbeya City waambia nenda, tunaamini umejifunza na usirudi tena huko. Nenda kawe raia mwema. Kwao wanampeleka ili wakamkute kwa mtaani. Wamemwacha sasa hivi aende mtaani. Maana aliambiwa tumesikia unaleta fujo sana huko mjini. Mbeya City ndio kinara wa ligi. Okay. Iko pale juu, ndio fujo zenyewe hizo. Kwao nenda lakini usirudi tena huko kwenye chumba chetu. Kwa sababu walimkanda goli 2-1. Sawa. Takwimu za Mbeya City kuelekea katika mchezo wa leo baada ya kupoteza mchezo uliopita dhidi ya wenzao wa Tanzania Prisons ni hizo hapo. Jumla ya michezo ni 5, ushindi kwenye michezo 2, sare 1 na kupoteza michezo 2, alama 7 kwenye kilele cha NBC Premier League. Mkini, tulizungumza juzi kwamba Mbeya City wapige kabisa picha ule msimamo kwa sababu kuna timu bado hazijacheza. Na ukitazama leo kwenye hiyo mechi yake dhidi ya JKT ni mechi ya nani anakaa kileleni kwenye msimamo. Okay. Huyu na JKT, Mbeya City wamefunga magoli 5, wamefunga magoli 4, wamefungwa magoli 3. JKT amefunga magoli 4, amefungwa 3. Kwa hiyo yote anashinda hapa. JKT akishinda atakuwa na pointi 9. Atakaa kileleni kwenye msimamo. JKT atakuwa anarudi kileleni kwa mara ya pili. Alishakaa kileleni akaprint na ule msimamo akabandika kwenye miti kule Mbweni kule. Kwa kupita kule Mbweni kule unakuta msimamo kwenye msimamo wa ligi na wanakuambia kabisa ukiona msimamo mwingine tofauti na huu nenda karipoti kituo cha polisi. Kwa leo kama wakishinda watarudi pale kwa mara ya pili. Sijui sasa hivi wataprint au watafanyaje tena, labda watakuwa wameshazoea. Lakini kwa Mbeya City naye akishinda atafikisha pointi 10. Kwenye mechi 6 atakaa kileleni, na maana kwenye mechi ataendelea ataendelea kukaa pale kileleni. Anaweza akapita hii weekend yote. Sioni kama akiwa na pointi 10, sioni hapa katikati ambao anaweza kumtoa kwenye hii weekend yote mpaka watakapokuja kucheza. Hata wale wababe wakija kucheza mechi moja bado watamwacha. Inawezekana ndio timu ambayo itakaa pale kwenye msimamo juu kwa muda mrefu zaidi. JKT alikaa saa 72 lakini akafanya fujo nyingi sana hapa katikati hapa. Kwa hiyo hii ni nafasi yao sasa kama JKT anataka kurudi au Mbeya City anataka kurudi. Lakini hofu yangu ni kwamba ninavyoona jinsi timu zote zilivyo, naona kama vile bado ule uhaba wa pointi utaendelea kwa sababu hawa wamepoteza pointi nyingi zaidi kuliko pointi ambazo wamekusanya. Timu zote mbili. Zile ambazo walitakiwa wakusanye kwenye mechi 4 wamepoteza nyingi zaidi kwa sababu JKT ana pointi 6, si ndio? Kati ya kwenye mechi 4. Kwa walitakiwa na 12, si ndio? Amepoteza 6 nusu kwa nusu. Huyu mwingine anatakiwa na pointi 15. Kapata 7. Amepata 7. Kwa hiyo amepoteza nyingi zaidi kuliko ambazo amezipata. Kwa hiyo kama wakitoa sare tena leo, kitu ambacho sijui kama kinaweza kikatokea, ina maana wataendelea kuwa na ule uhaba wa kupoteza pointi zaidi kwenye hizi timu. Michael, kwa uchache unaona mchezo wa aina gani watu wawili hawa ambao wana hamu ya kuprint msimamo pale juu? Kwa Mbeya City nafikiri wamekuwa na kipindi kifupi ambacho wamepitia mambo mengi tayari hapa katikati. Kupanda na kushuka kumeshatokea tayari kwenye timu yao. Yaani kuna muda unasema yes Mbeya City ni kama amejipata, lakini kuna muda unasema kama bado kuna kitu ambacho anahitaji kuboresha. Kwa mfano walipotoka kwenye mechi dhidi ya Young Africans iliwapa morali kwa kiasi kikubwa, wakawa kwenye kipindi ambacho nasema morali ya timu kila mtu anaamini kwamba tuko sawa sawa, tunaweza tukashindana na timu nyingi ambazo tunaweza kukutana nazo.
na kweli kwenye mechi dhidi ya KMC akaenda akashinda goli 3-0. Baada hapo ameenda kucheza dhidi ya Tanzania Prisons. Ulikuwa unaona mechi wakati inaanza kwenye zile dakika 10 za mwanzo, Mbeya City ilikuwa bado imebakia na mentality ile kwamba sisi tuko vizuri, na of course alitengeneza nafasi kadhaa kwenye zile dakika 10-15 za mwanzo, lakini baadaye Prisons wakasema sisi bado tunaweza tuka maintain hiki ambacho nyinyi mnaweza kutupa kama pressure kwenye lango letu, na baadaye wao wakaichukua mechi kwa dakika nyingi mpaka mwishoni ambapo Mbeya City ilirudi tena kwenye kushindana kwa ajili ya kupata goli. Kwa hiyo kwangu nafikiri itakuwa ni mechi ambayo ukiangalia style ya kucheza ya Tanzania Prisons, Madiali ni moja kati ya walimu ambao unasema unaweza kuwapa credit kwamba wametengeneza timu yao ikiwa inaweza kucheza kwenye nyakati zote. Hata katika nyakati ambazo JKT unawapa pressure, unaweza kuona calmness ambao wako nayo wachezaji wao. Inawezekana wale wachezaji ambao ni seniors kwenye kikosi chao wakawa wanaweza kumeza hiyo pressure ambayo anaipata kwenye kikosi chao. Ndio maana ukiangalia kwa mfano kwenye mechi ambazo JKT amecheza dhidi ya Mashujaa, alianza kufungwa goli yeye, lakini akarudisha ikamalizika kwa sare. Kwenye mechi dhidi ya Coastal Union, JKT alianza kufungwa goli, lakini akarudisha na baadaye akapata goli la ushindi. Kwenye mechi dhidi ya Azam FC the same, alianza kufungwa goli la Faisal, baadaye anarudisha dakika za mwishoni. Hata kwenye mechi dhidi ya Namungo pia. Kwa hiyo hali ambao wako nayo wao, wanaweza akawa wanakuonesha kwamba hata katika mazingira ambayo tutakuwa tunapata pressure, tuna shinikizo kubwa kwamba matokeo hayajawa mazuri kwa upande wetu, tunaweza bado tuka maintain ile hali ambayo tunaweza tukashindana nayo kiwanjani na kupata kitu ambacho kitakuwa ni kizuri. Matokeo yako ya mwisho Nkini bado anaiona sare? Kile bado uko na sare? Mimi nasimamia hapo. Wewe? Tugeukie katika mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika, Simba Sports Club wakiwakaribisha Nsingizini kutoka kule Eswatini. Kuelekea katika mchezo huo, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ali amewasisitiza mashabiki wa timu hiyo kununua tiketi mapema ili kuwa sehemu ya historia mpya ambayo itaandikwa Jumapili hii. Ahmed amesema ni mechi itakayoambatana na matukio mengi ya kuwagusa mashabiki watakaofika sikio, huku akitamba kuwa hakuna timu iliyopata ushindi mkubwa katika hatua za mwanzo msimu huu. Wale ambao wanakusudia kukaa VIPA wana leo tu ya kununua tiketi zao hadi tukiamka kesho kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu VIPA zitakuwa zimesha katika. Baada hapo tutabaki na BC pamoja na mzunguko. Kwa hiyo basi nichukue nafasi hii kuwataka, kuwaomba na kuwahimiza wana Simba kununua tiketi zao kwa wingi, kwa haraka, ili kila mwana Simba apate nafasi ya kuja kwenye mchezo huu. Sisi kwetu mchezo huu una maana kubwa sana, mchezo huu una thamani kubwa sana, na mchezo huu tunauhitaji sana. Mchezo huu una vitu vingi vya msingi vipya ambavyo tunakwenda kuvishuhudia kwa mara ya kwanza vikitokea katika ardhi yetu ya Tanzania. Kwanza tunakwenda kuandika historia ya kuwa klabu ya 3 barani Afrika kufuzu ligi ya mabingwa Afrika kwa mara ya 7 mtawalia. Hakuna klabu yoyote unaoifahamu wewe ambayo ina uwezo wa kufanya hivyo Afrika hii, ukitoa Mamelodi Sundowns pamoja na Al Ahly. Timu nyingine Afrika ambayo imekuwa na uhakika wa kucheza group stage kwa mara ya 7 mfululizo ni Simba Sports Club. Timu yetu imetangazwa kuingia kwenye orodha ya timu 10 Afrika ambazo zinawania tuzo ya timu bora msimu uliopita. Sasa hii sio jambo la kulichukulia kawaida hata kidogo. Ni jambo kubwa, ni jambo ambalo limeiongezea thamani klabu yetu ya Simba Sports Club, limeiongezea heshima timu yetu ya Simba Sports Club, na kwa mantiki hiyo hatuna budi sisi wenye Simba yetu kuonesha kwa vitendo hili jambo ambalo limetokea. Tuna kila sababu ya kwenda kuwapongeza viongozi wetu tarehe 26, kwenda kuwapongeza wachezaji wetu hasa ambao walikuwepo msimu uliopita, ambao walifanya kazi kubwa na kuifikisha Simba hapo ilipofika hivi sasa. Lakini vile vile nahodha wetu, kipenzi wetu Shomari Kapombe ametangazwa kuwa miongoni mwa wachezaji 10 bora Afrika ambaye anawania tuzo. Ni heshima kwa Shomari Kapombe, ni heshima kwa Simba Sports Club, ni heshima kwa mpira wetu wa Tanzania. Hatuna budi tarehe 26
kwenda kumpongeza Shomari Kapombe katika mchezo huo. Amefanya kazi kubwa sana ya kuiheshimisha Simba Sports Club. Sio jambo jepesi hata kidogo kwa yeye kuingia katika orodha ya wachezaji 10 bora barani Afrika. Ahmed Ali huyo, meneja wa habari na uhusiano wa klabu ya soka ya Simba, akitamba kweli kweli. Hivi kwa mfano, wewe ungekuwa ni mshabiki wa Simba Jumapili, ulikuwa unatamani yani kwenye kumpongeza Kapombe ufanyeje? Kumpongeza Shomari Kapombe, show me the way, Baba Esther. Ningekuwa shabiki wa Simba, ningeiandika jezi yangu namba 12 pale mgongoni. Mkini, Shomari Kapombe kutajwa miongoni mwa wachezaji bora Afrika katika msimu uliopita. Nini tafsiri yake kwake binafsi, lakini nini tafsiri yake kwa Simba kuelekea katika kufuzu kwa hatua ya makundi? Ina tafsiri kubwa. Na ni kwake, ni kwa Simba na ni kwa mashabiki wa football. Tuwe wa kweli, sisi wenyewe tuko hapa. Kuna wakati yanazungumzwa mengi kuhusiana na Kapombe, mara amecheza muda mrefu, mara sijui nini, lakini wenye mpira wao ambao ni kafu wanaonyesha ya kwamba huyu bado ni bora. Kwa hiyo kikubwa ni kile ambacho amekitengeneza. Ametengeneza daraja lake, amebaki kwenye daraja lake lile moja. Kwetu sisi hii ni nembo nyingine, sababu huko nyuma mtu anaweza akakwambia hapa kwetu pia alishatokea mchezaji bora akatangazwa na kafu anawania tuzo, lakini hakuwa mzawa. Yani huyu sisi ni mzawa wa kwanza anacheza ligi kuu ya NBC anatangazwa. Alishawahi kutangazwa Samata akiwa na TP Mazembe, lakini alikuwa nje ya ligi ya NBC. Kwa Kapombe hili linatuonesha ya kwamba tunaelekea kwenye daraja bora zaidi la soka, kwa sababu kwetu kafu akisha kutangaza, hata kama akishika nafasi ya 10 ndani ya nchi, tutamtangaza ndio mchezaji bora wa kafu. Kwetu sisi kinchi tutamtangaza kwa wakati ule husika. Kwa hiyo nafikiri ni jambo zuri, lakini ni kitu kingine kizuri ni uvumilivu, kwa sababu naye Kapombe sio kwamba amepita kwenye njia ya kunyoka moja kwa moja. Simba nao kuna wakati wamekuwa wakimvumilia na majeraha na nini, lakini wamemvumilia, ameenda sasa hivi amevaa usinga ndio kapteni. Kwa hiyo ni elimu pia kwa wale wachezaji vijana ambao wanakuwa kumwangalia Kapombe kama icon yao, ya kwamba bwana, na sisi tunataka baadaye tukifikia mbali tuwe kama Kapombe. Lakini tutafikaje pale? Lazima wapate ile elimu ya ile njia ambayo amepita kufika pale alipo. Lakini kwa Simba pia nao ni elimu ya uvumilivu, ya kwamba kama mchezaji wetu tumemvumilia muda mrefu amefika hapa. Kwao sio kitu kipya, walishaitoa bao bora pia la michuano ya CAF. Walipewa ile tuzo pia ya mashabiki bora wa CAF. Kwa nafikiri hii wanaendeleza kile ambacho wenyewe wanacho. Sio kitu cha kuwapigia mawe, yani kwamba kwa nini hawa hivi. Kikubwa wanachotakiwa ni kama hizi timu nyingine ambazo zinakuja ziamini ya kwamba hawa wametengeneza daraja kuanzia mwaka 2018. Wana uhakika, yani hata wakikosa wanasikitika kwamba kwa nini wamekosa kuwa kwenye hatua ya makundi ya michuano ya CAF. Kwa hiyo daraja hilo ambalo wamelitengeneza Simba, tunatamani liende kwenye timu zingine nyingi. Yaani ni kama vile mwanzo wa msimu ulivyokuwa unaanza, tunasema tunataka timu zetu zote 4 ziende hatua ya makundi, na sasa hivi ile picha tunaanza kuiona. Ndio hivyo tuendelee. Ifike muda nchi yetu sisi kama nchi atoke mchezaji bora, sijui anawania tuzo anatoka Yanga, mwingine anawania tuzo anatoka Simba, mwingine anatoka Azam, mwingine anatoka Singida. Yaani hicho au JKT, hicho kinara wa ligi Mbeya City. Sahihi kabisa. Hicho ndio kitu ambacho tunakitaka. Kwa hiyo kikubwa ni elimu, lakini ni daraja ambalo Simba sasa wanataka kutuonesha ya kwamba tunaenda mbele zaidi. Kizungumzia wanasema timu inashika nafasi ya 5 kwa ubora Afrika. Well, ni vizuri. Hao wakiwa nafasi ya 5 waleko nyuma hao wanatamani nao waje angalau nafasi ya 4 awe zaidi ya Simba kutoka ndani ya Tanzania. Kitu ambacho mimi naamini kinawezekana kama kila mmoja atafanya kazi kwenye daraja lake inavyotakiwa. Nkini na Michael, kama JKT waliongoza ligi kwa saa 72 wakaprinti msimamo, siku JKT wakija kupata mafanikio ya baadhi ya timu ambayo wanayapata hapa nchini, nataka printi mpaka sarafu. Kuna vurugu inafanywa na JKT na Mashujaa. Yaani hao wawili hao. Michael, hebu tutazame mchezo baada ya Simba kupata ushindi wa mabao 3-0 katika mchezo wa awali dhidi ya Nsingizini. Mchezo wa marudiano unautazamaje?
Ni mechi ambayo kwenye mzani wa matokeo ambayo alipatikana kwenye mechi ya kwanza unakupa picha kwamba Simba amepiga hatua kadhaa kuelekea kwenye mlango wa kuingia kwenye hatua ya makundi. Kwa nini? Kwa sababu ya idadi ya magoli ambayo aliyapata kwenye mechi ya kwanza akiwa ugenini, magoli 3-0. Ni margin ambayo inaweza ikawa kufurahisha na kukupa hali ya kuridhika kwamba haya ni magoli ambayo utatakiwa kufanya makosa mengi sana kiwanjani ili upotezwe nafasi ya kwenda kwenye hatua inayofuata. Lakini kama utakuwa una makosa mengi ambayo utafanya kwenye mechi inayofuata, kwa maana mechi ya marejeo, maana yake ni kwamba uta maintain nafasi yako na kwenda kwenye hatua ya makundi, kama ambavyo lengo la timu linabakia kuwa hapo. Ukiangalia kwenye kile ambacho Simba alikidisplay kwenye mechi yao dhidi ya Nsingizini, unaweza kuona kuna hali fulani ambayo hata ukiangalia kwa sura ya kawaida wachezaji wengi walikuwa wanaonekana wanataka kufanya vizuri zaidi kwenye kipindi hiki. Kulikuwa na mabadiliko kadhaa ambayo mwalimu aliyafanya kwenye kikosi, kwenye kile ambacho alikifanya. Kuna mabadiliko ambayo alikuwa yanamlazimu mwalimu kufanya hivyo, lakini kuna mabadiliko ambayo ulikuwa unaona mwalimu amefanya unasema ni mabadiliko ya kiufundi ambayo yalikuwa yanampelekea kufanya vile kutokana na kile ambacho alikiona kwenye uwanja wa mazoezi. Kwa mfano, kwenye hii mechi mwalimu alikuwa analazimika kubakia kuwa na kiungo mmoja wa chini kwenye mechi wakati inaanza. Kwa sababu tayari kulikuwa na kukosekana kwa Conte kwenye eneo la kiungo, ambaye alikuwa ameripotiwa amepata majeraha siku kadhaa kabla ya kuelekea kwenye mechi, ambaye alikuwa anategemea kumuona akiwa anacheza kwenye eneo la kiungo. Lakini kumuona mwalimu ameopti kuto kumtumia Kagoma kwenye ile eneo, akaanza na mtu mwingine Nabi, kuto kuanza naye kwenye ile eneo na kuanza na Nabi kwenye lile eneo. Maana yake ni kwamba yale yalikuwa ni mabadiliko ambayo pengine alikuwa anamlazimu kufanya vile kwa sababu ya kuto kuwepo kwa mtu mwingine ambaye anaweza kumechi kwenye ile eneo. Lakini kuna mabadiliko ya kiufundi ambayo mwalimu aliyafanya. Kwa mfano, kuanza na Selemani Mwalimu kwenye eneo la ushambuliaji, kuanza na Joshua Mutale kwenye ile eneo pia la kushambulia. Lakini role ambayo alimpa mtu kama Uhua kwenye ile mechi, unaweza kuona kama kuna kipindi walikuwa badilisha kidogo majukumu. Nio Meema pia alianza kwenye kikosi. Maana yake ni kwamba mwalimu yalikuwa ni mambo ya kiufundi ambayo alikuwa anafanya kutokana na kile ambacho alikifanya, alikiona kwenye uwanja wake wa mazoezi, kama anatakiwa kwenda kwenye mechi na approach ya namna hii ambayo anaweza kunisaidia kupata matokeo ambayo yatakuwa ni mazuri, kwa maana ya kumaintain wakati ambao tunakuwa na mpira, flow yetu ya timu itakuwa inapitia kwenye maeneo gani zaidi. Utategemea kuona kasi ya Mutare, utategemea kuziona pasi za Ahua kwenda kwenye eneo kushambulia, Neo Meema the same, lakini utategemea kuona kile ambacho Selemani Mwalimu kama mshambuliaji kinara anaweza akakifanya kwenye eneo la kushambulia kabla ajaingia kwenye approach ya pili ambayo ilimpelekea kufanya mabadiliko ya kiufundi, pia kuona kwamba sasa kwa mechi ilivyoenda mpaka hapa ilipofikia, naweza nikaanza kuintroduce watu wengine. Kagoma unaweza kuingia kwenye la kiungo, tukafanya ubora ukaongezeka zaidi, tukamuingiza mtu kama Soa kwenye la kushambulia, tukaongeza ubora zaidi, na mabadiliko mengine ambayo alikuwa anafanya. Kibudi wewe, usahau Kibudi goli 2 mguuni kwake. Yes, kwa unaweza kuona ni mabadiliko mengine ambayo alifanya. Kwa hiyo kwenye mchezo wa marejeano, kwangu sitegemei kwanza kuona kama kutokana na mabadiliko makubwa hivyo ya kikosi ambacho mwalimu Pantev atayafanya, kwa sababu tayari wale ambao waliamini kwenye mechi ya kwanza walishapata matokeo mazuri. Itakuwa ni ngumu kwenye mechi ya pili ambayo ni ya maamuzi kusema ubadilishe kwa kiasi kikubwa watu ambao walikupa kitu kizuri kwenye mechi. Kwa nafikiri kwangu itakuwa ni mechi ambayo mwalimu ataendelea kumaintain kwanza kile ambacho alikipata kwenye mechi ya mwisho, lakini pia kupata rhythm nzuri kwenye kikosi chake dhidi ya Nsingizini. Mkini, Nsingizini wanakuja kuingia wakiwa wanyonge ama wanakuja wakiwa na kumbukumbu kwamba Simba aliwahi kupata matokeo ya mabao 2-0 dhidi ya watu kutoka Angola, halafu akaja akafungwa hapa nyumbani kwake. Kwanza kwa wenyewe ilikuwa ni Botswana. Kwa wenyewe kucheza tu na Simba kwao ni heshima. Yaani hawa ni timu ambayo ni changa kidogo kwenye mashindano haya ya CAF. Na timu changa mara nyingi zinataka kukutana na timu zile ambazo ni kubwa giant, kwao wanafurahia kukutana nao, wanajipima kwenye daraja. Inawezekana wakati walikuwa wanaanza kuingia uwanjani waliamini ya kwamba labda Simba watatufunga idadi kubwa zaidi ya mabao au Simba watatufunga mabao machache sana. Wamefungwa goli 3 nyumbani, lakini mimi hizo kwanza hizo chache nyingi hizo. Kwenye ligi ya mabingwa ni nyingi ukifungwa nyumbani, lakini ukifungwa ugenini sio nyingi, kwa sababu
pamoja na Ahmed alisema ya kwamba Simba pekee ndo amefunga idadi kubwa ya mabao ugenini, lakini pia Mamelodi na alishinda goli 5 away. Nafikiri ndio hizo timu mbili ambazo zimeshinda idadi kubwa zaidi ya mabao wakiwa ugenini kwenye hii hatua iliyopita. Kwa hiyo kwa hawa wanakuja pia, mimi ningekuwa mimi hata ndo mwalimu wao ningewaambia tuendelee tukajifunze. Tuendelee kujifunza kwanza ya kwamba huku mashindano haya yanachezwaje. Lakini ni mechi ambazo huwa zinakuaga na matokeo ya ajabu. Na nawafurahia Simba kuona ya kwamba hawajavuka. Kwa sababu chochote kinaweza kutokea. Dakika 90 bado ni nyingi sana kwenye mpira. Mpira una matokeo ya ajabu na ya kushtua wakati mwingine. Kwa hiyo lazima Simba waamini ya kwamba hawa bado wana uwezo wa kutuzuia sisi tusiende kwenye hatua ya makundi. Sio sehemu ya kusema ya kwamba tumeishavuka. Ile kauli yao ya kwamba bwana ile mechi ya kule tunaifuta ni kauli nzuri. Kwa sababu ukiamini hivyo unaweza ukaja hapa dakika 45 za kwanza unaenda half time umelala goli 2 bila. Mwishoni kule mnaanza kupambana, uwezi jua nini ambacho kinaweza kutokea. Kwa nini nasema hivyo? Simba waliulizwa maswali mengi sana kwenye dakika 45 za kwanza. No. Goli Simba nafikiri wamepata na dakika za mwisho kabisa za kipindi cha kwanza. Kwa hiyo kuonesha ya kwamba hawa kama waliweza kuamudu kwenye kile kipindi ambacho Simba walikuwa wanaamini ya kwamba, kwa sababu walimu wengi kwenye mechi kama hizi wanataka lazima tufunge kwenye hizo dakika 15 za mwanzo. Huyu ni kocha anaweza akanisaidia kidogo. Lakini zile 15 za mwanzo kwenye mashindano haya. Huyu ni kocha Michael. Huyu ni kocha. Mimi nilishamkuta sehemu anafundisha kwa najua kwa. Ngoja basi kwanza. Ngoja mtu taratibu bwana. Mkine. Mtu taratibu. Unapozungumza huyu ni kocha, ni huyu Michael. Michael huyu Tuendelee na chambuzi. Na umesema kabisa umemkuta kuna sehemu anafundisha. Kwa hiyo naomba nimalizie kwa tutazungumza kule baadaye. Kwa hiyo walimu wengi wanapenda zile, yani kwenye mechi kama hizi wanapenda zile dakika 15 za mwanzo. Na maana hata Simba walikuwa wana pressure sana kwenye zile dakika 15 za mwanzo. Zilizofeli zile, na maana sasa unasema tusiende half time bila kupata angalau bao moja. Walikuja kufanikiwa kulipata lile bao kwenye dakika 45 nafikiri, dakika za nyongeza. Lakini kikubwa ambacho unakiona kwa wapinzani wao ambao walikifanya ni kwamba waliendelea kumaintain ubora wao. Yaani pamoja na kwamba walipoteza, labda walipoenda kwenye vyumba walisema basi tumeshafunga bao moja, tulale na hili moja, alafu tutaenda ugenini tutaenda kujiuliza. Angalia Simba anakuja kupata mabao mengine dakika gani? Dakika zile za mwisho, ni za mwisho kabisa, nafikiri ni 15 za mwisho ndio Simba anakuja kupata mabao mawili. Kwa hiyo bado sio timu ndogo ya kuidharau. Yaani timu ambayo ina uwezo wa kuzuia dakika 45 usiifunge, alafu dakika 35 pia za kipindi cha pili usiifunge. Kwa ubora wa Simba na ubora wa wale waliona uzoefu wa Simba na uzoefu wao, bado unaamini ya kwamba wanakuja hapa kutoa mechi bora zaidi kwa mashabiki ambao wataingia uwanjani. Yaani shabiki atakayoenda uwanjani asiamini ya kwamba asiende na matokeo yake mfukoni ya kwamba Simba anaweza kushinda goli 6 au Simba anaweza kushinda goli 5. Aende akiamini ya kwamba tunakwenda kutazama mpira. Mpira una matokeo ya kila aina uwanjani, ingawa kwenye nafasi kubwa unaweza kusema ya kwamba Simba ana nafasi ya kwenda, lakini sio kwa 100%. Yaani mechi bado ni 50 kwa 50. Chochote kinaweza kutokea. Ahmed Ally alitumia kauli ya hatujavuka. Yaani tumeshinda lakini hatujavuka. Kwa hivi sasa hebu tuangazie takwimu za kikosi cha Simba Sports Club katika michuano ya kimataifa kwa michezo ya nyumbani. Simba na wenyewe pia wana mabao 6 bila. Jana alipokea. Sawa. Gaborone United walipata sare hapa, Simba alipoteza kwa El Ahly. Simba alimpiga Jwaneng Galaxy goli 6-0. Simba akashinda mbele ya Wydad Casablanca 2-0, lakini pia mbele ya ASEC Mimosas wakatoka sare. Michael, ndio. Kwa takwimu hizi, kwa aina ya wapinzani ambao Simba alikuwa amekutana nao, Gaborone, El Ahly, Jwaneng, Wydad Casablanca pamoja na ASEC Mimosas, unafikiri mchezo dhidi ya Nsingizini unakuwaje? Yani ukiuchukulia kutoka katika upande wa haya matokeo kwenye takwimu za mechi za nyumbani ambazo Simba amecheza hapo, unaweza kuona naye pia ameonja radha zote, kwa maana ya kushinda. Amepata ushindi kwenye michezo miwili dhidi ya Jwaneng Galaxy pamoja na Wydad Casablanca, lakini kwenye sare pia amepata sare kwenye michezo miwili na amepoteza kwenye mechi moja. Alipoteza dhidi ya nani? Alipoteza dhidi ya Ahly, ambayo ukipoteza dhidi ya Ahly kuna wakati ambao unasema alhamdulillah, sio kitu. Yani 1 bila, alhamdulillah. Unashukuru Mungu kwamba aliyetufunga ni
Al Ahly. Hatujafungwa na timu nyingine ambayo tungeweza kusema tunaweza kulalamika mwaka mzima. Lakini kuna mechi ambazo wametoa sare dhidi ya Gaborone United na wametoka pia kutoa sare nyingine dhidi ya ASEC Mimosas. Na hapo ndipo panaponitisha mimi. Ukitazama sare na Gaborone ama sare na ASEC, acha kumfunga Casablanca. Wydad, acha ile. Yani tazama timu ya aina ya Gaborone, sio ndio timu za aina kama ya Nsingizini. Ya nafikiri hiyo inaweza ikawa ni aram nzuri kwa upande wa Simba kuamsha kwamba inawezekana kukawa na matokeo mengine ambayo pengine hamkuyatarajia. Kwa mfano, wakati wanacheza dhidi ya Gaborone United, walikuwa wametoka kushinda ugenini. Simba kwenye mechi ya ugenini alifanya vizuri, akapata ushindi wa goli 1-0. Akiwa ameamini kwamba kama nimeenda ugenini na nimepata goli 1-0, maana yake ni kwamba huyu akija kwenye uwanja wa nyumbani, mimi nitakuwa na domination kwenye maeneo mengi kiwanjani, nitamiliki mpira, nitamiliki pia hata matokeo, nitakontrol mechi kwa ujumla. Lakini angalia jinsi ambavyo mechi ya Dar es Salaam ilikuwa kwenye mechi ya marejeano, haikuwa mechi ambayo ilikuwa tena na mtazamo huo. Yaani ilikuwa imeshabadilika kwa kiasi kikubwa na mambo akawa ni magumu kwenye kiwanja, kiasi ambacho kadiri ya muda ulivyokuwa unazidi kwenda, unaona kama Gaborone nao pia anaweza akapata kitu kizuri zaidi kuliko ambavyo Simba alikuwa anaweza kwenda kupata. Ndio tabia ya mpira wa miguu. Ndio maana Nkini amesema mpira wa miguu chochote kinaweza kutokea muda wowote. Yaani hata dakika 10 tu za mechi ya mpira wa miguu zinaweza kukupa matokeo ambayo atabakia kwa ni kumbukumbu mbaya kwenye maisha yako yote. Ikawa ni jambo ambalo litakwenda kufikirisha zaidi. Inaweza ikakuumiza kichwa zaidi. Lakini kwenye kipindi hiki wanacheza dhidi ya Nsingizini ambao walikuwa wanaonesha kuna nyakati kwenye ufanisi wao kwenye kuzuia, ulikuwa unaona jinsi ambavyo walikuwa wanajaribu kuweka ukaribu zaidi kwenye kuzuia. Japo kwenye moja kati ya magoli ambayo alifungwa hapo, angalia kwa mfano goli ambalo alifunga Kibu Dennis, lile ambalo pasi imetoka kwa Morris Abraham, ni unapongeza ubora ambao Morris aliufanya kwamba hii pasi nikisema nisogee nayo sana au atasogea karibu zaidi atakuja kuni block, lakini naweza nikaufanya mpira ukakimbia zaidi kuliko kwamba mimi nitakimbia kwenda kuupeleka kwa Kibu Dennis. Kwa nafikiri kwa Simba inaweza kama tahadhari kwenye matokeo hasa ambayo ameyapata dhidi ya Gaborone na dhidi ya dhidi ya Gaborone na dhidi ya ASEC Mimosas, ikawa kama tahadhari kwamba hizi zilikuwa sio timu ambazo ni kubwa hivyo, lakini zikapata wakati mgumu sare, zikatupa mechi ngumu. Kwa pia hata kwenye mechi dhidi ya Nsingizini, japo na advantage ya magoli 3, lakini unaweza kuchukua tahadhari ili kuwapa furaha mashabiki, lakini pia kuvuka tukiwa hatuna stress aina yote. Una mshikaji katika kikosi cha Simba, yani mshikaji wako, yani mwanao, yani Michael unaye, yani mwanao, yani mwana, yani kwamba si mmoja tu, yani kaipokea, unaye? Auliza swali kwanza afu mimi niko serious bro. Auliza swali kwanza afu nitajibu kama naye au Nkini. Una mwana Simba, yani mwanao, yani mwanao naye nao wana unao wana mwanangu mpigie simu awambieje. Katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Gerson Msigwa amekabidhi shilingi milioni 15 kwa klabu ya Simba, ikiwa ni fedha ya goli la mama ambazo hutolewa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa timu zinazoshiriki mashindano ya Ligi ya Mabingwa Afrika na Kombe la Shirikisho, ikiwa ni motisha kwa wachezaji na hamasa kwa klabu kuweza kupata mafanikio. Nimemuuliza Michael, una mwana? Pigie simu, mzigo umefika. Mzigo wa mama umekabidhiwa. Milioni 15. Goli la mama limekabidhiwa kule, milioni 15 umekaa hapa. Nkini. Kawana ulionao mwanangu mmoja nipe mimi. Haina noma, ingawa ukiwa cheki saizi wanakuambia tunapewaga mwisho wa msimu. Wakati huu hebu tumsikilize katibu wa Wizara ya Michezo ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa akizungumzia hilo goli la mama milioni 15 kwa Simba Sports Club. Najua waandishi wagumu kujibu, lakini leo mjibu. Si mmekuja kwa Simba bwana. Simba oye. Simba oye. Mtaki. Basi nimekuja katika muendelezo wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wa kuwaunga mkono na kuwapongeza wachezaji wetu na timu zetu ambazo zinaiwakilisha Tanzania kimataifa. Leo tumekuja hapa Bunju kwenye viwanja vya mazoezi vya Simba, na ambako nilisikia kwamba panajengwa Simba Arena, na mimi nawatakia kila laheri siku moja tuwe na uwanja mkubwa hapa wa Simba. Nimekuja kwa ajili ya kukabidhi fedha za goli la mama.
Simba walikuwa Eswatini na wakashinda mabao 3 dhidi ya timu ya Nsingizini. Sasa mabao 3 kwenye hatua hii ni sawa na shilingi milioni 15, kwa sababu bao moja ni shilingi milioni 5 za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa fedha ni kitu kimoja, lakini muhimu zaidi ni kwamba Mheshimiwa Rais anawapongeza sana Simba. Anawatakia kila la heri katika mashindano haya ya klabu bingwa barani Afrika. Ana imani kubwa sana na Simba katika mashindano ya mwaka huu. Mheshimiwa Rais amenituma niseme hivi, yeye yuko kwenye kampeni. Anakamilisha mchakato kuelekea uchaguzi mkuu tarehe 29 mwezi Oktoba wa Tanzania watakapopiga kura. Lakini haachi kuzifikiria timu zake zinazoiwakilisha Tanzania kimataifa. Na muda wote anahakikisha kwamba wakati timu zinacheza yeye lazima atazame michezo. Sasa akasema, hili nimesema mara nyingi, lakini Mheshimiwa Rais safari hii anawapongeza sana Simba kwa kuwa na kikosi bora cha mashindano kwa ajili ya mechi za kimataifa. Hazungumzii ligi ya ndani, mechi za kimataifa. Mheshimiwa Rais ana imani kwamba kwa Simba hii, safari hii klabu bingwa kucheza fainali inawezekana. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais amenituma nilete shilingi milioni 15, lakini anasema yeye alivyoiona Simba anaamini itashinda mechi zake zote hadi kwenda fainali. Kwa hivyo kakaangu Magori, mimi naomba nisiwe na maneno mengi kwenye michezo. Wanasema hakuna maneno. Acha maneno, weka nini? Weka vitendo. Naomba nikabidhi sasa shilingi milioni 15 za goli la mama ambazo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameona nije nikabidhi kwa ajili ya kuwatia moyo wachezaji waendelee kuiwakilisha vyema Tanzania katika mashindano ya kimataifa. Na Kapombe nisaidie kubeba maana yake nzito sana. Mihela hiyo. Nkini Michael, nimeuliza mimi mnawana? Mwanao Kibudia amechukua kibunda pale. Wewe mnikumbusha ni mtaka. Sio mwanao. Hapo ndo kakabidhiwa kile. Au hujamuona hapa? Nimeona. Yes, huyo hapa. Sio umeona? Hapana. Mimi nitamcheki na Shomari Kapombe kwa sababu Kibu namna ninavyomwangalia. Na zile goli mbili zile unajua kazipatia tabu sana. Goli la kwanza unajua ilikuwa bado kidogo atengue nyonga. Goli la pili akalazimika kusprint ili upata ule mpira. Sasa yeye lake atakuwa na uchungu nayo sana Kibudi. At least baba Esther nafikiri tunaweza tukazungumza naye baba Esther ujue na hivi anawania mchezaji bora kafu. Baba Esther atakuwa hana baya. Mchezo wa mwisho wa kimataifa kwa timu za Tanzania tunaoenda kuangazia hapa ni Singida Black Stars ambao wenyewe watakuwa dhidi ya Flambeau. Mchezo wa kwanza ni sare ya 1-1. Michael Nankini, Singida wana nafasi kiasi gani kusonga mbele kuandika historia na wao, na ni kwa kiasi gani inawezekana kwamba wakawa wamepoteza nafasi hiyo kwa matokeo ambayo walienda kuyalazimisha wenyewe ya sare kule ugenini? Kwa Singida Black Stars nafikiri kwenye kile ambacho alikipata kwenye mechi ya ugenini dhidi ya Flambeau ya kupata sare ya goli 1-1. Inawezekana ikawa imeumiza kwa sababu wao kwenye mechi unaweza kuona kuna nyakati ambazo walikuwa wamemiliki mechi japo walikuwa ugenini. Pia kuanza kupata goli kwenye mechi ya namna ile ilikuwa ni motisha nyingine chanya ambayo ilikuwa inapatikana kwenye timu yao. Lakini pia umezungumzia hapo kwamba wao walilazimisha sare wao wenyewe. Ni kwa sababu ya kile ambacho kilikuwa kinaonekana kwenye mechi. Kuna wakati kwenye mechi ya mpira miguu kumradhi, hebu tazama ile goli lilipofungwa, alafu hebu jaribu kuangalia yule goalkeeper wa timu ya Flambeau kile anachokifanya baada ya goli kuingia. Huwa nakiona kwa nadra sana. Amefungwa goli, amekubali, anakwenda golini, anachukua mpira haraka zaidi pengine kuliko mchezaji mwingine yeyote na kuonesha kwamba jamani sisi tunapaswa kurudi mchezoni kwa haraka. Na kwenye ile goli unaweza kuona golikipa akiwa anazungumza lugha kadhaa hapo, akiwa anakuonesha kwamba kwanza kwenye ile goli ambalo limefungwa
pengine hakuna mtu tena kuweza kumpa lawama. Unajua kwenye goli mkifungwa mara nyingi unatafuta nani ambaye alikuwa amekosea. Lakini alichokiangalia kwenye ile goli, angalia goli jinsi ambalo limefungwa. Ile pasi wakati inapigwa kila mtu ni kama alikuwa kwenye majukumu yake. Yaani wale walinzi, angalia kuna mlinzi kwanza alienda kupress pale. Kuna mwingine akawa anaenda kukava kwenye nafasi ambayo Chama anaenda kupokea ule mpira. Maana walinzi washamaliza kazi yao kwamba tulijitahidi kwenda kufanya zile principles za kiulinzi. Lakini unampongeza Chama kwamba angalia target akashoot amefungwa goli. Sasa nani ambao utamlaumu? Na mpo nyumbani. Hauna tena muda. Uchukue mpira upeleke katikati na sisi tutafute goli letu. Kwa golikipa alikuwa anaonyesha kwamba okay imetokea, tumefungwa ile goli ambalo hatuna mtu ambaye tunaweza tukamlaumu kwa kiasi kikubwa kwa nini tumeruhusu goli la namna hii, lakini tunatakiwa kurudi na kupambana zaidi ili kuweza kurudisha matumaini yetu ya kucheza vizuri kwenye mchezo. Kwa golikipa alikuwa anaonyesha uongozi kwenye nafasi yake ambayo alikuwa anacheza, kwa sababu kwenye mechi ya mpira wa miguu nasema golikipa ukimtoa nahodha, yani katika wale wachezaji 11 ambao wanakuwa kiwanjani, ikatokea nahodha sio mlinda mlango, let's say mchezaji ambaye anacheza kwenye nafasi nyingine akawa ni nahodha, golikipa unasema kama ni second coach, kwa sababu yeye ana uwezo wa kuiona timu kwa kiasi kikubwa zaidi kuliko mshambuliaji ambavyo anaweza kaa anaiona. Kwa hiyo kama kiongozi kwenye kiwanja alikuwa anaonyesha kwamba hapo tunaweza tukafanya vizuri zaidi kuliko kitu kingine. Lakini kwenye issue ya mechi yenyewe ulikuwa unazungumzia kile ambacho pengine Singida alikipata kwenye mchezo huu. Ukiangalia kwenye mechi kwa jinsi ambavyo ilikuwa inaenda, walikutana na aina ya timu ambayo ukiangalia shauku yao na kasi ambayo walikuwa nayo kwenye mechi ilikuwa inakuonyesha kwamba wao wanacheza dhidi ya Singida Black Stars, ambayo Singida ina mambo mawili. Jambo la kwanza kwa Singida Black Stars, inawezekana akawa na historia nzuri sana kwenye michuano ya kimataifa. Ya kimataifa kama ilivyo wao Flambeau, kwamba sisi wote hatuna historia kubwa sana kwenye michuano ya kimataifa. Kwa unaweza tukashindana kwenye hilo eneo kwamba wote kwa majina kutengeneza historia nzuri. Lakini kicho kuja kutofautisha hapa ni aina sasa ya materials ambazo zinapatikana ndani ya hizo timu. Ukiangalia material ambayo yanapatikana Singida, unasema ni material ya wachezaji wa michuano ya kimataifa kuliko Flambeau. Lakini kwenye Michael subiri, yani wakati lile goli hapo linaoneshwa naona uso Ankini umesawijika. Sisi watu wa Kiswahili tunasema umesawijika. Ankini, dunia hii sio ya kufunga magoli ya aina hii. Yani kwa sasa huku tushatoka siku nyingi sana. Ule mpira pale alikuwa hata hana haja ya kufanya vile. Nafikiri ndio maana umesema mwanzo ukasema walijipa sare wenyewe. Ni sare ya kutaka wenyewe. Pasiwa mpira vizuri, una option bado ya sehemu tatu au unaweza kupeleka mpira hata kutoa nje, basi kama umeshazidiwa una haja gani ya kufanya vile. Kwa hiyo mimi kwangu naamini goalkeeper aliwasaidia hao wenyeji kupata hiyo sare. Yani haina doubt. Chuko alichokifanya ni kwamba amempa mpira goalkeeper, afa akampa na option. Kwamba mimi nakupa mpira, afu mimi natoka wide. Kwamba ikitokea hapo kuna lakini kuna wide nyingine hii hapa tena nyingine bado kuna mtu kwenye ile gap hapa chini lote yuko mtu mwenyewe. Kwa hiyo hata ukipiga pale kwenye njia atakuja kuchukua mwenyewe. Yani kulikuwa na wide mbili ya yeye mwenyewe ambaye alimpa mpira. Bado kulikuwa na mtu ndani yake kiungo ambaye alikuwa anakuja kuchukua au fanya clearance kwenye hatari ondosha ili tuweze kufanya kama tena nyingine. Kuna nani kukaba wote huko juu huko. Sasa hamtaki kumpongeza aliyefanya pressing? Nyembo na hivi. Yani pressing ile wala haikuwa ya karibu sana. Yani ukiangalia ukirudishiwa pale, ile pressing haikuwa ya karibu ya kusema eti ni ile ya kutisha, amekuja kutisha. Ule goalkeeper mpira yeye mwenyewe ndio akacheza nao hapo mguuni kwake. Yani haikuwa haja ya ule alokuja kufanya, kwa sababu yeye ametuliza mpira afu akamsubiri. Alafu akatani anataka kurudi tena. Huko kwako golini kwako unakuja kufanya nini tena? Sababu ukisharudi nyuma mpira sio kwako tena. Huyu anayekuja huko ana advantage zaidi ya kuchukua mpira kuliko wewe. Kwa hiyo nafikiri makosa kama haya, kama ukifanya makosa haya mara mbili, yani hautakiwi kuyarudia mara mbili ya makosa. Kumpongeza mtu wa pressing pia sio kwamba unashindwa kumpongeza, sababu hapa vinazungumziwa vitu viwili, defending team na attacking team. Ndio. Timu ya kuzuia ambayo tulikuwa tunazungumzia pale ilikuwa wakati ule ukiangalia Singida, wao ndio walikuwa wanatakiwa kuondosha ule mpira kwenye hatari. Lakini walichokuwa wanatakiwa kufanya Flambeau ni kama vile ambavyo walifanya, kwamba mpira upo kwao, tukiwa tumeslide kwenda kwao, kuna mtu ambaye anatakiwa kwenda kupress. Yule alikuwa ameenda kufanya kazi yake ya kwenda kupress. Tungekuwa tumerudi upande wa Flambeau kwamba walipataje ile goli, ndio hapo ambapo unarudi kwako kwamba unampongeza yule ambaye alienda kupress kwa sababu alifanya kazi yake wakati timu ikiwa haina mpira. Michael Nankini, kwa uchache, Singida anakwenda kucheza mechi ya marudiano na Flambeau.
nafasi ya Singida kuweza kufuzu tinga hatua ya makundi ikoje kwa kutazama aina ya mechi ilivyokuwa na matokeo yaliyopo, na tufahamu fika kwamba kwa mujibu wa taratibu na kanuni wakimaliza suluhu 0-0 Singida anaendelea kucheza NBC Premier League na CRDB Confederation Cup, na kama kutoka mechi nyingine za Singida au Singida hapa alikuwa away. Yeye Si moja moja. Ndio nachosema. Yeye ndo atavuka. Kwa sababu alipata goli la ugenini. Yeye ndo atavuka. Mechi kisha 2-2. Yaani 2-2 3-4 5 Dako ushatengeneza magoli yako huko kichwani. Ninaona Singida nafasi yake ukishapata sare ugenini tena sare ya mabao inakupa advantage kwamba unakuja nyumbani una kazi mbili. Ufupi tu mkini. Una kazi mbili. Kazi yako ya kwanza ni kulinda kile ambacho unacho. Kazi ya pili kuhakikisha kwamba umpi mpinzani wako nafasi ya kufunga. Singida ana vitu viwili vya kufanya. Alinde alicho nacho, atavuka. Aongeze idadi ya mabao, avuke. Pinzani wake anakuja akiwa na kitu kimoja cha kufanya. Lazima apate ushindi au apate sare ya kuanzia mabao mawili kubwa zaidi ya mabao mawili ambayo itamvusha yeye. Kwa hiyo nani anaweza ku-maintain hicho? Nafasi iko mikononi mwa Singida. Lakini mimi narudi kwenye langu la mwisho. Kama yatafanyika tena makosa madogo yanaweza yakawaathiri Singida. Wanatakiwa lazima wa maintain na wazungumze kwamba hii timu haya makosa madogo hayatakiwi. Michael, mentality ya wachezaji wa Singida na mashabiki wao kwa michuano ya kimataifa ina mchango kiasi gani kwenye kuwapeleka katika hatua ya makundi? Ukumbuke nikisema wachezaji wao manake ni kwamba kuna wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa. Clatous Chota Chama ni sehemu ya wachezaji hao. Ya kabisa, kwenye hilo eneo pia umegusia eneo la msingi, kwa sababu ndo eneo ambalo ni zile materials ambazo tutazipata kiwanjani kwenye mechi hii. Na hao ni wachezaji ambao kuna nyakati timu inafanya usajili inaweza ikamsajili mchezaji ikiwa naamini kwamba hii ni yani kama future, kwamba huyu tukimtumia baada ya miaka 2 atakuja kuwa mchezaji hatari. Huyu ni mchezaji ambaye ni yuko tayari sasa hivi. Yaani kuna wale wachezaji ambao tayari wako sasa hivi wako kwenye peak. Unaweza kumsajili kwa sababu ukiwa naamini kwamba utamtumia sasa hivi akiwa ameshakamilika. Lakini kuna wale wachezaji ambao utasajili kutokana pia na uzoefu wao kwenye mashindano ambayo wanaenda kushiriki. Singida ukiangalia kwenye ile eneo umemgusa mtu kama Chama, Aucho ambao wako kwenye kikosi. Hao ni wachezaji ambao wanasema hawa ni wachezaji ambao wameshacheza michuano mingi yenye pressure namna hii ya ngazi ya kimataifa. Lakini ndani ya kikosi cha Singida Black Stars wako pia wachezaji ambao sasa hivi na wanasema ni muda wao wa kupiki. Watu kama kina Ande Kofi Sileli ambao kwenye kikosi. Angalia watu kama kina Halid Gego kwenye eneo la midfield. Ndio wachezaji ambao sasa hivi wanasema ndio muda wao huu wa kuweza kutumika zaidi. Achilia mbali wale wachezaji ambao wanakuja wamewapandisha vijana ambao wanasema wanatumia baada ya miaka kadhaa, lakini hao wachezaji ambao wanatumika mara kadhaa kwenye kikosi ndio wachezaji ambao wanaweza kawa na shauku ya kufanya vizuri zaidi. Plus kile ambacho mkifanya kwenye technical staff kuwa na mtu kama Miguel Gamondi tayari na kuonesha kwamba yani kwa namna yote ambavyo itakuwa shauku ya timu ni kufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa. Kocha wa Simba amepata mabao 3 nasema hajaridhika. Kwa wakati huu hebu tutazame ratiba ya michezo ya NBC Premier League inayokuja, tukiachana mchezo mmoja ule ambao utakaopigwa hii leo. Kesho Mashujaa watakuwa wako nyumbani Lake Tanganyika wakiwakabili Namungo Football Club kutoka kule kusini wa Uwaji wa Kusini hao. Fountain Gate baada ya mchezo uliopita kupata sare wanaenda kukutana na KMC Football Club. Mchezo ambao Haridi Chukuchuku alituambia kwamba watakuwa wamekutana wote wakiwa wamechoka. Dodoma Jiji wao watakwenda kukabiliana na Pamba Jiji. Majiji mawili yanataka kuwapeana heshima. Nani anastahili hadhi ya kuitwa jiji? Sio mnakwenda kukutana tu. Sawa. Michael Nankini, Mashujaa na Namungo, Fountain Gate na KMC na hao wenye majiji yao. Kwa haraka mchezo wa Mashujaa na Namungo. Mechi nzuri. Wote wamekuwa na matokeo ya kupanda na kushuka. Mashujaa alifanya usajili mzuri wa kuanzia kwenye dirisha lililopita, lakini bado unaweza ukaona ya kwamba bado hawajajipata kwenye kile kiwango ambacho walikuwa wanatakiwa kufanya.
Namungo msimu uliopita wakufanya vizuri, wamekuja wameanza nao, wamekutana na matokeo ya kila aina mpaka sasa hivi wamepoteza, wamepata sare, wameshinda. Ni mechi ambayo kwa mashabiki wa football wanatakiwa wakaiangalie. Ni mechi, itakuwa mechi ya kuvutia kwa timu zote kwa sababu ni timu ambazo zinawezana. Yaani kila mmoja anaweza akamuuliza mwenzie maswali na mwingine akaja akamuuliza mwenzie maswali. Lakini Fountain Gate na KMC kumradhi Nkini. Michael. Fountain ambao wameonesha kujipata kwa hizi mechi mbili baada ya kukamilika kwenye swala la usajili, ushindi kwenye mechi dhidi ya Dodoma, sare dhidi ya Coastal Union ugenini, inapo motisha kwamba sasa tuko kwenye hali nzuri. KMC ambao baada ya kushinda tu kwenye mechi dhidi ya Dodoma Jiji mechi ya kwanza, baada ya hapo mambo yamekuwa sio mazuri kwa upande wao. Pengine nao wanatafuta sehemu ya kwenda kuamkia tena, yaani kuamka kwa mara nyingine. Wataamka kwa timu ya namna gani? Fountain Gate imejipata, afu KMC ndo atafuta kwenda kuamkia. Sehemu ya kwenda kuamka kwa maana ya matokeo ambayo ameyapata kwa siku za hivi karibuni. Fountain naweza kusema angalau mimi na wafadhali. Kama nimevuna alama 4 kwenye mechi hizi mbili ambazo nimecheza, tena moja nimecheza ugenini, maana yake mimi na hueni kuliko huyu mwenzangu ambaye anapambana kule chini. Atoke angalau kwenye nafasi ya 16 ambayo yuko sasa hivi na alama zake 3, asogee huko juu. Kwa nafikiri ni mechi ngumu kwa KMC, inawezekana ikawa ni pressure kubwa zaidi. Yaani inawezekana ikawa ni mechi ambayo tayari joto lile kwa Maximo kwenye bench la ufundi likawa ni kubwa zaidi kwa sababu ya mfululizo matokeo ambayo ameyapata, na unajua mbilinge za ligi kuu. Yaani sasa hivi tu ilipo tayari kuna joto ambalo makocha mnaweza kama mnalipata kutokana na matokeo mabaya na performance pia ambayo inaonekana kwenye timu. So far KMC bado haujaiona kama ikiwa kwenye performance bora au hata display yao ambayo anaonesha kiwanjani ikiwa ni bora hivyo chini ya Maximo. Inawezekana kwake ikawa ni pressure zaidi dhidi ya Fountain Gate. Nani anastahili hadhi ya kuitwa jiji kati ya Dodoma na Pamba? Kila mmoja ana base kwake. Pamba amekuwa na matokeo mazuri akiwa nyumbani kwake. Akiwa pale nyumbani Pamba kuanzia msimu uliopita amekuwa ana base nzuri. Msimu huu muona wamekuja, msikia mwalimu wao anasema ya kwamba bado hawajakaa vizuri sana. Na wewe? Michael hana cha kusema.